Karibu msikilizaji katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri na kwenda kwa jina la Genge. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu ya 6 ni pale ambapo Barbie alikuwa anampeleka Makti kwenda kuonana na Lieutenant Ivan. Kanali Ivan. Kati hapa. Barbie alimwambia Makti naye akawa ametina kuketi mkabala na picha ile kubwa. Picha ya mapinduzi wa Kiurusi, mwanasiasa na mnadharia wa siasa aliyeamini katika mapinduzi. Aliyesimika nadharia yake ya Leninism iliyojikita katika jinsi ya kuunda vyama vya kimapinduzi. Aliyejenga kauli mbiu ya kifo cha uhuru. Yote haya Makti alikuwa anakumbuka pindi alipokuwa akisimuliwa na rafiki yake huyo Kanali Ivan walipokuwa huko Kiev katika mafunzo ya kijeshi na medani za usalama. Makti alijikuta akiwa anabebwa na usingizi baada ya kusubiri kwa muda mrefu. Pasipo na nadharia mapinduzi hapa huwezi kuwa na vuguvugu la mapinduzi. Makti alishtuka na kutoka usingizini, macho yake yaligongana na yale makali ya Kanali Ivan. Hakujua wala hakuwa anaweka kama sentensi hiyo ilikuwa imenukuliwa kwenye moja kati ya hotuba za Lenin ilikuwa imetamkwa na Ivan au alikuwa tu ndotoni. Makti, Ivan akaita huku akiwa anajigemeza kwenye kochi lilokuwa liko mkabala na lile aloketi Makti. Komradi Ivan akaitikia. Mapinduzi haiwezekani bila kuwa na hali ya kimapinduzi. Alikadhalika sio kila hali ya kimapinduzi itatuongoza kwenye mapinduzi. Ivan alinukuu maneno mengine ya mwanamapinduzi Vladimir Lenin. Makti hakushangaa, alimjua swaiba wake huyo jinsi alivyokuwa ni ameishiba falsafa ya Lenin, ni falsafa ya mapinduzi. Kwa nini unashindwa kuifikia? Kwa nini unashindwa kufikia ndoto zako mpaka umri na kutupa? Ivan akamuuliza Makti, akabaki kimya kwa muda. Nashindwa kujua kama nashindana na serikali ile ya Tanzania au la. Akajibu, mbinu zote tumekupa, watu wa kuwatumia tumekupa, shabaha tumekuonesha, shida nini? Ivan akauliza swali jingine. Msikilizaji, tulikuwa tumeishia huko katika sehemu ya 6 na pamoja katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu. Director ndo anayekusimulia. YouTube channel Simulizi Max, WhatsApp 0677062012. Ukija huko basi unakuwa unapata simulizi mpaka mwisho kabisa sehemu ya 10. Tunaendelea na sehemu hii hapa ya 7 Genge. Medani ya usalama Tanzania imekuwa na weledi wa hali ya juu sana. Anayetutafuta hatumuoni lakini anatupunguza taratibu. Akajibu, nimekuficheni ninyi wawili. Hakuna anayejua mlipo, lakini mpo pale pale. Sasa kama mbinu zote zimeshindikanika, twende msituni. Ivan akamsisitizia. Na ndilo liloleta hapa. Akajibu Makti. Kanali Ivan akatikisa kichwa kama ishara ya kukubali. Babi akaingia sebleni hapo akiwa na chano iliyokuwa imebeba pombe kali na bilauli mbili. Akawamiminia, wawili hao wakagongeana cheers na kujimiminia matumboni mwao. Walipoweka bilauli zile mezani wakatizamana. Hiyo ndio mbinu ambayo washirika wangu wote wameitumia na kufaulu. Kwa kuwa umeamua, utafaulu. Tanzania haitaweza kuzionya nyayo zetu zilizobaki, walipofika wamefika kikomo. Na katika hili nitajua tu nani yuko nyuma yao. Akapiga funda jingine na kuitua bilauli ile mezani. Makti akaingiza mkono katika mfuko wa koti na kuchomoa picha moja, akaweka mezani. Ivan akainyakua na kuitazama kwa makini, akavuta kumbukumbu ya sura aliyokuwa ameiona kwenye picha hiyo, akatikisa kichwa kama ishara ya kutokumjua. Huyu ndiye anayetutesa. Muuaji wa asili anayetumiwa na serikali kukamilisha hukumu yetu. Makti akamwelezea Ivan. Kanali Ivan akachukua kitu kama simu ya mkononi, akapiga picha ile picha na kuingiza katika mtandao wa asili wa utambuzi. Dakika 3 tu baadaye kile kifaa kikatoa mlio. Akachukua na kutazama majibu gani yamekuja. Amataliki au Kamanda Amata, agent wa asili asionekana. Kodi ya kijasusi 005. Ivan akasoma kwa sauti yale yote yaliyokuwa yameandikwa kwenye kidubwasha hicho, akakitua na kusha pumzi ndefu. Kuna lote? Makti akauliza. Lazima wawe haraka sana iwezekanavyo. Kuna mambo mawili hatari kwa huyu kiumbe, na ndio maana nasema lazima auawe. Agent wa siri na kodi 005. Akamuuliza Makti, hizo peke yake zinatosha kumfanya awe kiumbe hatari kuliko hatari yenyewe? Akamaliza kusema, akabonyeza kitufe fulani hivi chini ya meza yake. Babi akaingia haraka sana. Ivan akampatia Babi kile kifaa. Erashim akimwonyesha kwamba mfute. Alimwambia amfutilie mbali. Babi akainamisha kichwa chake kama ishara ya kutia agizo hilo, akaondoka na kuacha wawili wale wakiendelea na mazungumzo. Alipopotelea katika mlango mwingine, Ivan akamgeukia Makti na kumwambia, kuna njia mbili tu za kumuondoa mtawala madarakani. Makti akamtizama na kumkazia sura. Ama kumuondoa kwa kura au kwa chuma cha moto.
Ivan akamwambia Makti wakaendelea kupata pombe kali kama walivyokuwa wameanza kwa dakika kadhaa zilizokuwa zimefuata, na baadaye wakawa wameagana wakiwa tayari wameweka sawa mikakati ya awali. Dar es Salaam shamba. Madam Wesi alikuwa tuli mbele ya meza yake kubwa. Ukimya wake ulivunjwa na mbisho wa hodi wa Kamanda Amata. Mara baada ya mlango kufunguka, alishusha pumzi ndefu na kumkaribisha kijana huyo kitini. Amata akaita, "Yes mom." Kichwa changu kimevurugika kabisa na ile swala. Madam Wesi akamwambia Amata huku akiwa anajificha jicho lake kwa mkono wa kuume, "Najua, ila nahisi kwamba tumekaribia ukingoni." Akasema Amata, "Kwa nini unasema hivyo?" "Dana ametupatia funguo nzuri sana ya kuanzia." Amata kaeleza. "Babe?" Madam akauliza. "Ndio. Na nimeshatuma taarifa ya picha yake katika ubalozi wetu kule Moscow, waanze uchunguzi kujua wapi anapatikana." Amata kaeleza kwa urefu. "Safi sana. Na ndio maana nakupenda wewe mtoto. Huaga wakati mwingine unanitangulia katika kile ninachokuwa nataka kufanya au kusema." Madam Wesi kama elezea akijikoza kidogo kusafisha koo kisha karejesha utulivu wa awali. "Mmemalizana na watu?" akamuuliza Amata. "Ndio, kwa sasa hivi hawana la kutuambia." "Okay. Fanyeni mpango mwarudishe ulayani. Dada mumpeleke Muhimbili ICU amkie huko. Hao wengine warudisheni mnapojua nyinyi." Akatoa maagizo. "Timam." Akajibu Amata. "Jambo jingine, kama nilivyokueleza awali, inabidi ufike Moscow. Fanya mbinu zote za kijasusi mpaka mwanamke huyo akupe siri ya anachokijua au mahusiano yake na hili genge." Madam Wesi akamwambia Amata kisha wakaagana. Haya sasa. Kule Babi ametumwa kwenda kumfutilia mbali Amata, na huko Amata anatumwa kwenda kumkamata Babi na amwambie kila kitu kuhusu genge. Mtafuta atafuta. Alfajiri ya siku iliyofuata iliwakuta Mariam na Andrea wakiwa kitandani katika chumba cha mwanamke huyo kule Mburahati. Wa kwanza kuamka alikuwa ni Mariamu. Akajishangaa, akainuka na kukimbilia dirishani. Jua la asubuhi lipendezesha nchi, hakujua amerudije. Akarudi kitandani na kumwamsha Andrea, naye alipoamka akashangaa. Akatazama dirishani na akatambua yuko Mburahati kwa mpenzi wake Mariamu. "Tumerudi vipi sweetie?" Mariamu akauliza. "Hata mimi sifahamu. Kila kitu kama muujiza eti." Akamjibu kwa anavuta hatua kuelekea bafuni. Mariamu bado hakuamini. Alipovuta kumbukumbu akajikuta akiwa anaishia tu kuvuta kitu kama hewa iliyochanganyika na moshi na akalala. Dana akarudi na fahamu saa 6 baadaye na kujikuta kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Akapesa macho huku na kule. Muhimbili, akawaza, nimefikaje hapa hajui. Alichokumbuka yeye ni tukio la Luka limefanyika kabla ya hapo. Dana alifumba macho yake na kuanza kuvuta kumbukumbu. Lakini wakati huo sasa Kamanda Amata alikuwa akijiweka tayari kwa safari ya kwenda Urusi. Begi lake na mkoba mkononi tayari vilikuwa vikisubiri safari. Wakati yeye anahangaika kuchukua hiki na kile kwa ajili ya safari, ginalitingwa kwa kujitazama kwenye kioo. Aligeuka huko na geukia huko, akavaa nguo hii, akavua, akachukua ile mradi tu apendeze. Yote hayo yakifanyika Amata alikuwa tayari kashakamilika. "Gina," akaita. Gina aligeuka kama akashtuliwa hivi. Alishajisahau. "Tunaenda au unaendelea kuchagua nguo?" Akamtupia swali. "Tunaenda mpenzi." Akajibu kwa anajiweka sawa gauni lake. Dakika 20 baadaye wakaanza safari kuelekea uwanja wa ndege. "Uende salama, urudi salama mpenzi." Gina akamwambia Amata wakati akiacha barabara ya Nyerere na kuingia ile ya kufika katika uwanja huo. "Bila shaka. Cha msingi ni kuniombea tu, maana kazi bana ilipofikia ni pagumu kuliko tulipotoka." Amata akajibu. Gina kama egesha gari vizuri. Wote wawili wakatelemka. Gina akamkumbatia Amata, akambusu huku nchozi likiwa linamtoka. "Rudi na roho yako akamwambia Amata, akajibu kwa kutikisa kichwa. Dakika 3 baadaye akawa tayari ndani ya jengo la uwanja huo. Twende Moscow, Urusi. Alfajiri ya saa 10:30 Kamanda Amata aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sheremetyevo AS na kupokelewa na swaiba wake Labib Hussein. "Karibu sana swaiba." Rabibu alimkaribisha Amata, wakapeana mikono. "Shukran. Naona Moscow imekupenda Umetakata sana." Amata kamtania, kisha wote wakacheka na kuunganisha viganja vyao. BMW 3 Salon iliwa meza watatu hawa na safari ya kuelekea mjini ikaanza. Iliwachukua dakika kama 15 hivi za kufika katika ofisi ya ubalozi wa Tanzania nchini Urusi ndani ya jiji la Moscow. "Karibu nyumbani." Rabibu akamkaribisha mgeni wake. "Hapa tukai swaiba, tuna mazungumzo machache ya kikazi, alafu utaamua kama unataka kutaliji la Moscow au unaendelea na safari." Akamwelezea. Amata akaitikia kwa kutikisa kichwa. Baada ya kusalimiana na maofisa wachache wa ubalozi, Kamanda Amata na mwenyeji wake wakawa wameingia katika chumba kimoja wapo.
Akikuwa chumba kikubwa kilikuwa kidogo cha wastani chenye meza moja na viti vinne. Zaidi hapa ukuwa na kitu kingine chote kile. Mara tu baada ya kuketi, Kamanda Mata akainua mkono wake na kuangalia muda. Akaishika pete ya saa hiyo na kuizungusha kidogo, kisha akaiacha kwa sekunde kadhaa, ikifuatiwa na taa ndogo ndogo zilizokuwa zikiwaka. Nipo salama, akawaza. Muda huo mlango ufunguliwa, Labibu kama ameingia na uketi. Yes, Kamanda Mata, akasema na kuweka kablasha moja katikati yao. Amata akalivuta kwake na kulifungua. Kurasa ya kwanza tu alikutana na picha ya kuvutia msichana Babi. Ndio huyo sivyo? Labibu akauliza. So dakta, yeye, nipe tafsiri zako. Amata akamwambia Labibu, kazi mlionipa nimeifanya kamilifu na taarifa zote ndio hizo hapo. Babi anapatikana sana kuliko mnavyofikiria. Hajifichi. Hata ukitaka kufanya biashara naye msichana huyu hana tabu. Ni mcheshi, anapendwa na watu na ni mwema sana. Labibu akaeleza. Amata katikisa kichwa kushoto kulia. Sikubaliani na wewe. Amata akasema, Babi ni mwanamke anayeshiriki njama chafu za kuiangusha serikali ya Tanzania. Amehusishwa na genge hili haramu tangu akiwa na miaka 17 mpaka sasa hivi anakaribia uzee. Taarifa zetu zinamuonyesha kama muuaji hatari aliyeshindikana. Akaelezea. Labibu akashusha pumzi na kujiweka vyema kitini. Babi yupo namsemea wewe? Akauliza. Amata akachomoa picha na kuiweka mezani. Labibu akaitazama kisha akamtazama Amata. Labibu akaichukua ile kwenye kablasha na kuziweka pamoja. Zinafanana kila kitu. Endelea. Amata akamwambia Labibu, kama nilivyosema, Babi amelelewa katika kituo cha watoto yatima huko Kirov kabla hajachukuliwa na afisa wa jeshi la Urusi aliyekuwa akikaa huko Saratov na kumlea kama binti yake. Akaeleza. Maneno yakaanza kumuingia Amata kwa namna fulani hivi. Katika uchunguzi wangu nimeweza kupata mpaka wapi alisoma, lakini kuna miaka 3 au 4 hivi nimeshindwa kujua huyu Babi alikuwa wapi. Akamaliza kusema, sikiliza Labibu, niambie Babi anapatikana wapi, nitajua mimi kama ni yeye au la. Amata akasema sawa, fika Saratov, mtafute Dmitri Gobeskiv. Anapatikana katika kasino la Faraon. Ukimpata yeye, habari zote atakupa. Istoshe ndiye aliyenipa habari yote. Beba na picha hapa umpatie. Atakutambua kirahisi zaidi. Labibu kama mpatie ile picha, Amata naye akatia kwenye mfuko wa koti. Dakika chache baadaye wakaagana. Dmitri, kijana tajiri katika matajiri wa Saratov, kama kawaida yake aliketi katika ofisi yake pana na akisa ndani ya kasino la Faraon. Hakuwa na makuu kama matajiri wengine wa jiji hilo. Alifika ijapokuwa alikuwa na ulinzi mkali sana. Siku zote alikuwa na kilio kikubwa ndani yake baada ya wazazi wake wote wawili kuuawa kikatili kwa mkono wa mwanamke hatari Babi. Ukijaribu kufanya lolote ile juu ya maisha yangu na kuua. Ni ujumbe wa mwisho aliopewa na Babi mara baada ya kugundua kuwa ndiye muuaji wa wazazi wake. Alitamani kulipa kisasi, lakini kila alipokuwa anakumbuka onyo hilo aligwaya. Kupitia runinga yake kubwa pale ofisini aliweza kuona kila eneo katika kasino hilo. Kila aliyekuwa anaingia na kutoka alimuona. Vijana waliokuwa wakimsaidia upande wa kuongoza kamera hizo walijua kazi yao vyema. Taarifa zote zilimfikia kwa wakati kama kuna hatari au la. Hakupenda wageni asiyowajua. Dmitri alikuwa na wageni wake maalum, wanawake wazuri wa gharama, matajiri kadhaa kutoka nchi mbalimbali wanaopenda kuja hapa kibiashara au kucheza kamari. Mlango wa ofisi yake ukafunguliwa. Kijana shababi mkakamavu aliyevalia suti safi nyeupe aliingia. Sawa, kuna mgeni amefika anataka kuona na wewe. Akamwambia. Wakati huo Dmitri alikuwa akitazama mgeni huyu kupitia runinga ile. Hakuwa na ratiba ya kupokea mgeni yoyote kwa siku hiyo. Akamtazama vizuri kupitia runinga kijana wa Kiafrika aliyekuwa amevalia suti safi nyeusi iliyotanguliwa na shati jeupe. Usoni mwake alikuwa amepachika miwani ya kisasa sana nyeusi iliyomkaa vyema. Ana namba? Alimuuliza kijana wake. Hana, ila amesisitiza kama anaweza kuona leo hii. Yule kijana akasema, msafi. Akauliza kimaanisha kama hana silaha yote ile. Kila mgeni aliyokuwa anakuja kwa Dmitri alikuwa anapaswa kuwa na namba ya miadi. Naye aliwapokea kwa wakati kadri ya maelekezo ya namba hizo. Waafrika atakuwa anataka msaada tu huyo. Akawaza, mpeleke chumba namba 3 nitamkutoka. Yule kijana kama ametoka kwenye kile chumba na kumwacha Dmitri peke yake. Kamanda Amata alifikishwa chumba namba 3. Hakikuwa chumba kikubwa, ila kilikuwa ni chumba cha gharama sana. Samani zake zilivutia macho. Meza kubwa ya kilikuwa imetenganisha kochi la vono upande huu na ule. Ilikuwa aina yake kiukweli. Amata kaketi kwenye kochi mojawapo, huku nyuma yake kukiwa kuna vijana wawili wakakamavu wamesimama. Vijana hao walikuwa wamefanana kwa sura, vichwa vyao vikiwa havina nywele.
Hakucheka wala kuongea chochote kile. Dimitri akawa ameingia akasindikizwa na yule kijana ambaye alikuwa amempelekea taarifa kule Hussein. Karibu sana kijana. Akamkaribisha Amata kwa kumuita kijana, ile hali ukiwatizama wamekaribiana umri. Pesa tatizo bwana. Amata kujibu ile salamu, badala yake akawa ameondoa miwani yake usoni na kuikunja kaitia mfukoni. Tuna biashara kuzungumza. Amata kaongea kwa Kiingereza safi kabisa. Biashara? Unataka kuniletea wanawake kutoka Afrika ili niwauze humo au wewe ni mcheza kamari? Maana hata suti yako uliyovaa ya gamblers kabisa hiyo. Mcheza kamari. Dimitri akawa ameongea Kiingereza kilichozungukwa na lafudhi ya Kirusi. Afrika hatuna dhambi kama zenu. Amata akamjibu Dimitri kwa kiona mkazi ya macho. Dhambi zipi? Za kufanya dada zetu kuwa biashara kama ninyi mfanyavyo. Amata akamjibu. Dimitri akacheka sana na yule kijana wake naye akaangua kicheko, lakini Amata hakucheka hata kidogo. Alipoingiza mkono ndani ya koti lake alilokuwa amevaa, vijana wale nyuma yake wakachomoa bastola na tayari zilikuwa zinamlenga Amata. Akachomoa picha na kuweka mezani. Hii ndio biashara ambayo nataka tuizungumzie, si upumbavu naongea hapa. Amata akamwambia Dimitri akawa amewapa ishara vijana wake, wakarudisha bastola kwenye makoti yao, akaivuta ile picha na kuigeuza. Babi Karmikov. Dimitri akatamka jina la mwanamke huyo aliyeko pichani. Na mhitaji nimeambiwa ni wewe tu ndo unaweza kuniambia ni vipi na wapi naweza kumpata. Amata akamwambia Dimitri akikunja sura yake na kuikunjua tena. Hii picha umepata wapi? Akamuuliza. Uliyempa ndiye alinipa kwa kuwa ni mimi nilimtuma kwako. Amata kaongea. Huwezi kumfikia kirahisi. Wewe ni mwanamke hatari sana. Analindwa na watu hatari vile vile. Anajua mtu gani wa hatari na mwema. Ni muuaji aliyepitiliza. Dimitri akasema huku chozi lilikuwa linamdondoka. Yote atakayeweza kumuoa mwanamke huyo nitampa pesa nyingi sana. Nahitaji damu yake. Akamalizia kusema. Nahitaji damu yake. Akamalizia kusema. Nimetuma kwake. Amata akamwambia Dimitri, wewe ni nani? Dimitri akamuuliza Amata. Mr. Spark. Akajitaja kwa utambulisho bandia kama kawaida yake. Mr. Spark, babi ni mwanamke kahaba. Si ngumu kumpata, lakini nenda kama mteja wa kawaida anayetaka kufanya naye ngono. Japo hapendi watu weusi. Tumia ujanja wako. Ni mwanamke mwenye siri nyingi sana na zote zipo kifuani mwake. Kazi ninginiza kwa mkufu wa dhahabu na kuzificha kwa jiwe la ameradi. Dimitri akawa ameeleza. Amata alikuwa kimya akisikiliza kila hatua ya maneno ya mwenyeji wake. Huwezi kumuua Spark. Dimitri akasema. Sitaki kumuua. Nahitaji information moja tu kutoka kwake. Amata akasema. Nimeshakwambia siri zake anaweka wapi. Nina uhakika hata information hiyo itakuwa iko momo. Kifua chake hubaki wazi hapo kitandani tu. Ukiipata hazina hiyo, niletee na mimi pia kuna kitu nakihitaji pia. Nilishatuma watu 3 wote amewaua. Hakuna aliyerudi. Na sasa hivi ananitafuta mimi aniue. Dimitri akasema na kusimama. Subiri hapa. Akamwambia Amata na kukiacha kile chumba. Dakika 5 baadaye yule kijana aliyekuwa na Dimitri akaja, akarudi na kikasha kidogo mkononi mwake akamkabidhi Amata. Dimitri anakutakia kazi njema sana. Anasema kama ukifanikiwa muonane kabla hujarudi kwenu. Yule kijana kama amesema na kumkabidhi kile kikasha. Asante. Amata akachukua miwani yake na kuivaa, akaipokea kile kikasha na kukamata vizuri mkononi mwake, akatoka huko akiongozwa na wale jamaa wawili mpaka mlango kuu wa jumba lile na la kustarehe. Take care. Jamaa mmoja kati ya wale wawili akasema. Amata akampa ishara ya dole gumba kwamba anafiki asemacho. Moja kwa moja aliendea BMW kwa mkuja nalo na kuingia ndani yake. Aliketi nyuma ya usukani na jambo la kwanza akafungua kile kikasha, macho yake akapokelewa na budungutu la noti dola za Kimarekani. Chini kabisa ya kasha hilo alikutana na kadi iliyoandikwa kwa kalamu nyekundu. Park Hotel. Venshivaya Gora. Second apartment. Presod 11. 41009 Ratov, Urusi. Chini ya anwani hiyo kukawa na maelezo mafupi tu ya kumpa tahadhari. Akakisoma na kisha anwani ile akawa ameingiza katika kifaa chake kinachoweza kutambua uelekeo wa mahali aendako kwa msaada wa satellite. Akatia ufunguo na kuwasha gari. Injini ikakubali. Akatoka kwenye maegesho na kuingia barabarani taratibu. Babi Karmikov akatikisa kichwa juu chini na kumtazama dereva wake. Tuko upande mwingine wa simulizi. Vipi? Dereva kauliza. Apelekwe chaka na kuja kumshughulikia. Babi akamwambia dereva. Wakati wote huo kamanda Amata alikuwa katika kasino ile Beba. Alikuwa ameshapata taarifa za ujio wa mtu huyo hatari. Kwake ikawa ni rahisi kuimaliza kazi kama ilivyokuwa ameamriwa na mzee wake Kanali Ivan. Kama ingebidi asafiri kwenda Tanzania, basi anayemfuata alijipeleka mwenyewe machinjioni.
Kamanda Mata mara tu baada ya kusoma ujumbe na kuweka tayari ramani yake ya safari, alitoa gari maegeshoni na kuondoka taratibu kuelekea katikati ya jiji la Saratov. Akiwa tayari kalivuka geti la kasino hiyo na kuingia barabara kuu, macho yake yalikuwa yapo kwenye taa za kuongozea magari zilizo mbele yake. Hakuwa na wasiwasi, akili yake yote ilikuwa ni kumtia mikononi Babi kuweza kujua nini kipo katika sakata hilo. Onikali na nzito ikamfikia masikioni. Alipogeuka kutazama kulia, aliona lori kubwa aina ya Riaz lilikuwa liko mbali kidogo kutoka pale alipo yeye. Alijaribu kukwepa kwa kukunja kona kushoto, lakini hakufanikiwa, kwa nini lori iligonga gari la Mata sehemu ya nyuma ubavuni. Likaizungusha na kuitazamisha ilikotoka. Matairi ya nyuma ya lori lile yakaikanyaga bonnet na kuharibu vibaya sana, likiacha vioo vikiwa vinavunjika na kuruka huku na huko. Kamanda Mata yatazama yote kama mkanda wa filamu. Sekunde chache tu gari la polisi likawa limewasili pamoja na lile la kubeba wagonjwa. Haraka sana wahudumu wa gari wakawa wameteremka na machela na kumtoa Mata ambaye alikuwa tayari kashapoteza fahamu. Dakika moja baadaye lile gari likaondoka eneo lile. Kutoka katika chumba cha dereva cha gari lile la wagonjwa, Babi alisogeza kioo cha kumwezesha kuona katika chumba cha wagonjwa. Vipi? Akauliza vijana wake waliojifanya wahudumu wa afya, kumbe la. Kamanda Mata alikuwa tayari mikononi mwa Babi. Babi amezimia tu na ana majeraha madogo. Akajibiwa huko gari lilikuwa linachanja mbuga kuelekea nje ya jiji la Saratov. Kumsianaya Poriana. Katika msitu huu mkubwa ambao watu hupenda kwenda kwa mapumziko na harakati nyingine, ile gari la wagonjwa likaingia baada ya kufuata ujia mrefu unaotosha gari moja tu. Wakafika mahali penye kizuizi. Mlinzi wa eneo hili alikuwa ni mzee sana, kadri ya miaka 60 hivi au 70. Safari ya wapi? Akamuuliza Babi ambaye alikuwa ameketi upande wake. Shimoni. Babi akajibu yule mzee kabla ya kufungua lile geti la mbao. Akauendea ufagio wa wima uliokuwa umegemezwa katika ukuta wa kibanda cha kavu langoni. Akachukua na kugeuza, akauzungusha pale kwenye kiungio cha mpina ufagio wenyewe. Kwa ndani hapo palikuwa pana simu ya upepo iliyokuwa imefichwa kiufundi sana. Akaongea maneno machana, ile geti likawa limefunguka lenyewe. Lile gari likapita na kuendelea na safari. Haikuwa nyumba kubwa bali ndogo ya kizamani iliyokuwa imechoka kiasi kwamba haikuwa na uhai ndani yake. Lile gari likasimama nje. Babi akateremka na kufuatiwa na yule dereva. Wale vijana wa nyuma nao pia wakawa wameteremka. Amata bado alikuwa yupo kimya kitandani. Babi alisimama kimya, mikono yake ikiwa kiunoni. Sura yake ya kiutuzima kwenda uzeeni ilionyesha dharau ya paka. Si yule aliyekuwa kijidai na Mazda jekundu nyakati zile za miaka ya 80. Si yule ambaye alikuwa na sura ya kuvutia, binti mbichi yenye kuvutia marijari. Huyu alikuwa ni Babi mwingine kabisa, mtu mzima mwenye macho yaliyojaa ukatili wa miongo kadhaa. Akamtazama Amata pale alipolala. Mshusheni, mpelekeni shimoni haraka sana. Akamuru. Wale vijana wakamshusha Amata na kumbeba akiwa hana fahamu. Wakaingia naye ndani ya ile nyumba chakavu. Nyuma yao wakafuatiwa na Babi. Katika sebule ya nyumba hiyo kukafunguliwa kitu kama mfuniko hivi wa tanki la maji machafu. Baada ya kufungua mfuniko huo, wakateremka chini ambako ni gara kubwa lilikuwa limewakaribisha. Amata kabwago chini kama mzigo. Ndoo ya maji baridi ikawa imefuatia juu yake. Akashtuka kutoka katika mzimio huo. Akatikisa kichwa na kujaribu kujiinua. Wow. Vizuri sana. Ameamka Babi akasema huko akiwa anamzunguka Amata, na alipokuwa amefika upande wa kichwani akasimama na kujishika kiuno. Amata kainua uso wake na kumtizama mwanamke huyo. Macho yake akatua kifuani mwa mwanamke huyo. Kidani cha galama kilikuwa kikining'inia kifuani mwake. Babi akatizama macho ya Amata kisha akajitazama kifuani. Ni mwanamke mwenye siri nyingi sana, na zote zipo kifuani mwake. Kaning'iniza kwa mkufu wa dhahabu na kuzificha kwa jiwe la ameradi. Wakati akiwaza hayo, akajikuta ghafla akipokea teke zito lilokuwa limetoa usoni na kumwangusha upande wa pili. Amata kainua mkono na kujifuta damu zilizokuwa zikitoka puani mwake. Babi akaachia sonyo kali sana. Na utafia ndani ya gari, shetani mweusi wewe, akasema. Amata hakujibu kitu, akabaki kimya. Mfundisheni adabu, akawaambia wale vijana. Wakamuinua Amata na kuanza kumsurubu. Vipigo vizito viliofika mwili wake. Dakika 7 zilimwacha akiwa nyanga akiwa hana hali. Good, mfungeni kwenye kiti cha ufalme. Babi akawaamuru wale vijana, wakamtutusa kutoka pale chini na kumkalisha kwenye kiti. Mikono yake ikafungwa kwa vifungo vya chuma, miguu yake pia, na kifungo kingine kikafungwa kuzunguka shingo yake. Utakaa hapa na kifo chako kitakukuta huko ndani.
Babi akamwambia na kuwapa vijana wale ishara ya wote kutoka mle ndani. Mara baada wote kutoka, ule mlango ukafungwa na giza likatawala chumba kile chote. Kamanda Mata akafumbua macho vizuri, hakuweza kugeuza shingo yake kutokana na kifungo kile kilichowekwa shingoni mwake. Kila alipojaribu kujitikisa, vile vifungo vilimbana na kumpa maumivu makali. Alijaribu kutumia macho yake tu na kuyapepesa kwa nyuzi aziwezazo. Mwanga mdogo na mwembamba sana ukapita katika macho yake kutoka upande wa kushoto. Akili yake ikasoma haraka sana kamera, akawaza. Kisha katulia. Hakuona cha kufanya kwani alikuwa amefunga barabara. Hana ujanja, alitulia kimya akisubiri mwisho wake. Upande wa juu nje ya ile nyumba katikati ya msitu ule, Babi na vijana wake walikuwa wakizungumza jambo. Dakika 2 baadaye akasimama gari la kisasa BMW. Ndani yake kama ametoka mwanaume ambaye alikuwa amekula chumvi nyingi. Mzungu aliyekuwa amechakaa kichwa chake kwa mvi lukuki. Babi akamsalimia kwa kumpa mkono. Mzee huyo akapokea salamu hiyo pasi na kusema neno. Fimbo yake ya kutembelea alikuwa ameining'iniza kwenye mkono wake na upande wa nyuma ya kiwiko. Babi akampa ishara yule mzee kwamba amfuate. Akafanya hivyo, ukateremka shimoni alikohifadhiwa mateka wao. Dakika 5 baadaye Kanali Ivan alisimama imara mbele ya Kamanda Mata, kanali wa jeshi la Kirusi aliyeasi na kuanzisha shughuli zake za siri kuwekeza katika kutawala nchi nyonge zilizojawa na tamaa huko Afrika. Kamanda Mata akamtazama mwanaume huyo mzee mwenye macho makali. Kinywani pake alikuwa na sigara ya gharama sana. Akaibana kwa vidole vyake viwili, akaiondoa katika midomo yake na kuning'iniza kidoleni. Finally, hatujatumia nguvu kutafuta. Umekuja mwenye kwenye himaya ya mtu mwenye mikono michafu. Ivan akamwambia Mata huko akitembea huku na kule. Mata hakuweza kugeuza sura yake kutazama kila upande aliokuwa akienda. Macho yake alibaki kutazama mbele tu, lakini popo zake ziliweza kuzunguka kadri ziwezavyo. Muda wote huo Babi alikuwa kasimama kando ya chumba mahali ambapo palikuwa pana switch kubwa ya taa na vibonyezeo vingine. Nani aliyekudanganya kuja huku? Nani kakutuma? Ivan akamuuliza Mata, ukimya ukatawala. Babi akabonyeza moja ya zile switch, vile vifungo vikaanza kukaza kwa nguvu. Kile cha shingoni kikawa kinamkapa zaidi na kuliminya koromeo taratibu. Kamanda akamwagika jasho, akakosa pumzi, akahangaika kuitafuta, kaanza kukoroma huku vidole vyake vya mikono yake vikawa vimechanua kutafuta msaada. Hakuna kitu kizuri kama kumuona binadamu akikata roho. Ivan akasema baada ya kutoa cheko lake la kifedhuli. Cheko lile likamtia hasira Mata, lakini hakuweza kufanya lolote lile. Babi akaminya switch nyingine, kile kifungo cha shingoni kikalegea kabisa. Mata akakoa mfululizo. Nuru iliyokuwa imeanza kumpotea ikarejea taratibu. Alikohoa tena, damu iliyokuwa imechafua shati lake. Akabaki anahema kwa nguvu, huku macho yake madhaifu yakimtazama mzee yule katili. Sura yake ikawa inakuja na kutoka katika kumbukumbu za Mata, lakini hakujua ni wapi amewahi kumuona. Sebastian Moznich akamkumbuka. Huyu ndiye key point yetu. Akakumbuka nini walizungumza shamba walipoiona sura hii katika tafutishi zao. Amatarek, mnajifanya mnaweza kuzuia mapinduzi? Nani kawaambia? Na sasa hivi ndugu zako watashuhudia nchi ile na geuka. Vijana wangu wataiangusha kwa mtutu wa bunduki wakati wewe tayari ukiwa nyama ya udongo. Ivan akasema kwa sauti yake kavu. Akiwa katika kusema yote hayo, Mata alibaki kimya kabisa bila hata kujibu kitu. Ivan akainua ile fimbo yake na kuibonyeza kwa juu. Katika ile ncha ya fimbo kajitokeza kitu kama kisu chembamba, akamchoma nacho pajani. Mata akatoa kelele. Akumbe una sauti? Ivan akauliza kwa kitabasamu. Aniambie nani kakutuma kwangu? Akamsinda swali huko akiwa anamchoma na kile kisu mapajani huko na huko. Kamanda Mata aliuma meno kwa maumivu. Aliguna kwa maumivu. Sebastiano! Akapiga kelele na kulitaja lile jina. Ivan akaacha kile alichokuwa anakifanya na kukodoa macho, akamtazama Mata. Babi akatoka pale kwenye ile switch na kusogea karibu na mzee huyo. Ivan akauliza, Sebastiano Moznich. Mata akataja jina lile kwa urefu. Moyo wa Ivan ukabadili kasi ya mapigo. Akili yake ikahama, akamtazama Babi kifuani, macho yake yakakutana na ule mkufu wa dhahabu. Unamjua? Kanipa ujumbe wako. Mata akamuuliza Ivan kwa kuwa sasa aliona wazi kabisa kuwa mzee yule kachanganyikiwa. Sebastiano Moznich lilikuwa ni jina lake la bandia lililokuwa limeficha mambo mengi sana nyuma yake. Mzee huyu aliyefungua duka kubwa sana la kuuza magari ya Ferrari huko Toscana, Italia. Lokemwele.
Akamwamuru Babi amfunge kisawasawa. Ivan akatoka kwenye kile chumba na kuelekea katika sebule ndogo upande mwingine. Baada ya kurudisha kile kifungo cha shingoni, Babi akatoka na kumfuata Ivan. Ivan akageuka na kumtazama mwanamke huyo aliyemlea tangu akiwa na miaka 17. Nataka huyo jamaa afe. Sihitaji kujua chochote kile kutoka kwake. Na ile programu yetu ihailishwe ili kusudi mipango isiharibike. Ivan akatoa maelekezo hayo huku mwili wake ukimtetemeka. Alielewa kwamba siri yake kubwa imefichwa katika jina hilo la Sebastian Moznich. Yeyote anayejua jina hilo basi anakuwa ameingia kwenye kiini cha mipango na mikakati yake kwa uzima. Na vipi kuhusu mjinga Dimitri? Beba kamuliza Ivan. Kill him. Ivan akajibu bila kusita. Babi akaondoka zake. Giza lilikuwa limeshauvamia msitu huo wakati vijana wa Beba walipokuwa kwa njiani kwenda kumsakanya Dimitri. Siku 7 baadaye, Makti, Big J na Madam Jessica walikutana tena kwa kikao katika kisiwa kile kile wenyewe walikiita kikao cha mafanikio. Kama ilivyo ada, kilikuwa ni kikao cha siri na cha watu watatu tu, huku akiwa anaunganishwa na wafadhili wao, huku akiunganishwa na mfadhili wao Kanali Ivan kwa njia ya mtandao. Bwana Ivan amekasirishwa sana na utendaji wetu wa mapinduzi. Anayechomchelewesha mambo ndio maana sasa hivi tumeanza kugundulika. Makti akawaeleza wenzake. Analisema ni kweli, lakini sisi kilichotutawala ni huruma kwa ndugu zetu. Tungemwaga damu, tungeua dada zetu, kaka zetu, shemeji zetu, shangazi zetu, wajomba. Uamuzi wetu wa kutumia nguvu kipindi kile cha ujana wetu ilikuwa ni sahihi, lakini kwa sasa hivi imekuwa ngumu sana. Bigija akasema huku sura yake ikionekanika wazi kusawajika kwa mawazo lukiki. Sasa inabidi tutumie nguvu tu kuiondoa serikali madarakani. Tufumbe macho cha mwenu kwa linda tu wale ambao ni damu yetu. Nani ambaye anakumbuka wakati umeshakufa? Jessica alimuuliza Makiti mzee huyo mtu mzima, mwana usalama wa jeshi aliyeasi, akastabasamu akimwangalia mwanamke huyo. Ni kweli usemayo, lakini hata Yesu pia alipofufuka aliwatambua ndugu zake japo wao wakati mwingine hawakumtambua. Makiti alimjibu Jessica. Jessica, Bigija kaita. Kama kutambua angefanya hivyo sasa, lakini wamefeli wakati umesimama katika miguu yao. Akamwambia, okay, sasa katika mwezi huu tutegemee mzigo silaha nzito utakao kumeingia kwa siri sana tayari kwa kazi. Makiti akawaambia taarifa hiyo ikamgutusha kila mmoja. Jessica, inabidi uende Dar es Salaam, nitakupa barua yenye kifungo maalum ukawapatie watu nitakao kuelekeza. Makiti akawa ametoa maelekezo kwa mwanaharakati wa kike Bi Jessica aliyejizolea maarufu sana miongoni mwa Tanzania kwa harakati zake za kuiponda na kuikosoa serikali. Alipoanza kutafutwa akafanikiwa kutoroshwa na Vincent Mwanachia. Lazima ubadilike kidogo, Bigija akamwambia Jessica. Utatoka hapa utaenda India, pale utafanywa mambo yote kisha utaingia Dar es Salaam kama utakavyokuelekezwa. Hautatakiwa kufanya lolote ile kwa maamuzi yako isipokuwa yetu. Ukikiuka tu hilo utakamatwa kirahisi sana, na usalama wa Tanzania ni wakali sana siku hizi. Wananusa kuliko hata mbu. Akamwambia. Wakiwa katika mazungumzo ya simu mezani kaita, simu hii iliyokuwa imeunganishwa na satellite ikaweza kuwaunganisha hapo campsite na Saratovu bila kuingiliana na kampuni yote ile ya mtandao. Makiti akawasha runinga ndani ya chumba hicho na kuifiatua ile simu. Katika runinga ile alionekanika mzee wa makamo, nywele nyeupe, fimbo ya kutembelea mkononi mwake. Nyuma yake kama mita 2 hivi alikuwa amesimama mwanamke mwenye umri kidogo, midomo yake miekundu iliyomfanya aonekanike kama mtu wa kuchora. Comrades, nina habari nzuri sana kwenu na kwetu pia. Upande wa pili Ivan alizungumza. Makiti na jopo lake wakawa wamekaa tayari kusikiliza. Tunaye huyu bwana hapa. Akaleta mbele ya kamera mwanaume Mwafrika akiwa tumbo wazi, damu ilionekanika dhahiri shahidi mwilini mwake. Uchovu aliokuwa nao ulionyesha wazi kabisa kuwa mwanaume huyo alipigwa na kuteswa haswa. Anaitwa Kamanda Mata kutoka TSA huko Tanzania. Huyu ndiye mwalibifu wa mipango yetu siku zote. Ndiye aliyepokea kijiti kutoka kwa mshenzi Dastani. Tumeshamkamata na leo hii mtashuhudia kifo chake kupitia runinga hii hapa. Ivan akaongea kwa uchungu sana huko akitetemeka kwa hasira. Makti na wenzake walibaki kimya kabisa wakimtazama mtu yule ambaye hata sura haikuonekana sawa sawa. Nataka mjue kwamba huyu bwana kufika hapa ina maana kwamba amekusha jua siri nyingi sana za genge hili. Huyu ndiye aliyeiangusha Brussels, huyu ndiye aliyeangusha Lisbon, na bado alikuwa
katika mikakati ya kuiangusha ngome kuu. Ninyi mlikuwa mnamchekea tu wakati mnajua fika nimemtia mikononi na hapa ni kifo tu. Ivan akasema kwa Kiingereza kilichotawaliwa na lafudhi ya Kirusi. McT, Big J na Jessica hawakuamini nini wanachokiona. Mtu ambaye alikuwa akiwaumiza vichwa na kuwanyima usingizi alikuwa mikononi mwa jitu katili Ivan na mwanamke muuaji Barbie. Ilikuwa ni kama ndoto. Hakuna jinsi, tunasubiri kushuhudia kifo chake, akasema McT. Twende ndani ya ofisi ndogo. Ilikuwa ni siku ya 3 tangu kamanda Amata atoweke. Madam Wesi alipopata nukshi ya kujulishwa habari hiyo mbaya, nukshi hiyo iliingia asubuhi kabisa, ambapo ofisi hiyo ilikuwa ndio kwanza inafunguliwa. Madam Wesi baada ya kuisoma alijikuta akiwa anakaa kitini huku akiwa haamini. Nini kimetokea? Alijiuliza. Baada ya kutumia dakika 10 za kutafakari, uamuzi ukafika akilini mwake. Akainua simu yake na kubofya namba kadhaa. Baada ya kuongea maneno machache akakata na kutulia kisubiri. Dakika 10 baadaye Chiba na Gina walikuwa tayari ndani ya ofisi hiyo, wakimya ukitawala kwa maana kila mmoja alijua nini maana ya simu ile. Kazi nyeti, kazi nzito. TSA akatamka. For my people, for my nation. Walitikia kwa pamoja. Kamanda Mata amepotea na nyote mnajua ugumu wa mchezo huu. Hatutakiwi kujiuliza wala nini. Gina na Chiba haraka sana mkate ndege ya mchana au jioni ya leo. Mtapokelewa Moscow na Labib. Mambo mengine yote tayari huyo bwana kashapanga na ubalozi utawakirimia yaliyobakia. Madamu Esi akawaambia huku macho yake akiwa wazi ametona machozi. Alimwamini sana Amata, lakini mara nyingi ilikuwa endapo kama inatokea kuwa katika mikono ya watesi, raha humuondoka. Alifikicha macho yake na kurudisha miwani yake usoni. Madam, Chiba kaita. Utanikutanisha na ubalozi tena? Umesahau yaliyotokea Lisbon? Unatukutanisha na ubalozi tena? Umesahau yaliyotokea Lisbon? Akauliza. Nakumbuka, lakini nchi ile ipo makini sana na mambo ya usalama na kijasusi. Mkiingia vibaya mnaweza kujikuta pabaya. Lakini kuna mambo ya kidiplomasia ambayo lazima yafanyike. Hivyo Labibu ambaye ndiye aliyempokea Amata atawapokea na ninyi pia. Mkiona mauzauza basi akili vichoni mwenu. Madam akamwambia. Siku iliyofuata, jioni ya siku iliyofuata iliwakuta Chiba na Gina ndani ya jiji la Moscow, ndani ya moja ya ofisi za siri katika viunga vya jiji hilo. Labibu aliwakaribisha watu wake. Unataka kuniambia Spark katoweka au katekwa? Chiba kauliza mara tu baada ya salamu na mazungumzo machache. Nilichogundua ni gari lake lilipata ajali na askari katika eneo hilo anasema kwamba nilichogundua ni gari yake ilipata ajali na askari katika eneo hilo wanasema kwamba ilichukuliwa na gari la wagonjwa. Unajua huku kwa wenzetu magari ya wagonjwa yanafanana isipokuwa kuna namba maalum ambayo hutofautisha kwa hii ni ya wapi na ile ni ya wapi. Hilo lilikuwa na namba za wapi? Gina akadakiza swali kwa shauku. Lile halikuwa na namba ubavuni na tumelifuatilia kwenye kamera za barabarani, tumeliona liko naelekea nje ya mji wa Saratov ambako kumejaa na misitu tu. Ametekwa. Lazima tukafunge kazi. Chiba kawaambia. Kama ametekwa basi yuko mikononi mwa Babi. Labibu akasema, Babi? Chiba na Gina wakametamka kwa pamoja. Kule msituni sasa. Babi ya mwanamke katili alisimama mbele ya Amata aliyekuwa amefungwa barabara. Macho yake makali yalikuwa makini kumtazama kijana huyo. Kamanda Amata alikuwa kimya, ingawaje aliteswa kwa kipigo kikali sana, lakini alibaki hivyo hivyo pasi na kujibu swali lolote lilokuwa ameulizwa. Endelea kwa bubu hivyo. Umeshatelekezwa na humu hutoki. Aliyekuelekeza amekuingiza kuzimu kwenye shimo la mauti. Si kwamba alikusaidia. Dimitri ni mshirika wetu na tumemweka pale makusudi kabisa. Akamwambia Amata huko akiwa anatembea ndani ya chumba kile kichafu na cha kuogofya. Hatua zake zilichafuka kwa damu ya binadamu. Sakafu nayo pia ilikuwa imeganda damu ya muda mrefu. Harufu nzito ilikuwa imetokana na damu hiyo ili kijaza chumba hicho. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna makorokoro mengi kukifanya kuonekanike kana kwamba ilikuwa ni gara. Amata alivumilia yote. Kukaa ndani ya chumba hicho kwa siku 7 haikuwa rahisi. Leo ndio mwisho wa maisha yako. Na huyo mjinga mwenzako Dimitri anakuja hapa kuungana na wewe maana anajifanya anajua sana. Babi akasema. Sekunde chache baadaye Amata akasikia kelele za mtu aliyekuwa na uchungu huko akiwa anatukana matusi yote ya Kirusi. Sauti ile ilikuwa ngeni kwa kesi zake hazikukosea. Mita chache mbele yake Dimitri alikuwa ameangushwa vibaya sana kujipigiza uso chini. Shit. Amata alitamka kwa sauti ya kichovu. Vijana wa miraba minne watatu wakifuata nyuma yake. Wakamuinua Dimitri na kuanza kumsurubu kwa makonde mazito mazito aliyokuwa ametoa tumboni na kifuani.
Dimitri akatapika damu nyingi sana. Macho yake yalimtizama Amata kuomba msaada, lakini mnyololo Babi akawaamuru. Wale vijana wakamwacha Dimitri akaanguka chini na kulala kimya. Babi akachutama na kumgeuza kwa kumshika ukosi wa shati lake. Dimitri alikuwa kimya kabisa. Akampapasa kwa mkono wake maeneo ya shingoni, kisha akamtizama Amata. Bado ana uhai kidogo unaoweza kumfikisha masaa 3 yajayo. Akatoa cheko lake la kifedhuri. Sekunde chache zilifuata akanyamaza na kubadilika sura. Saa ya hukumu, akasema na kutoa tabasamu baya la kuchukiza. Kamanda Amata alihisi kukutana na shetani. Sura ya mwanamke huyu ilimfanya kusadiki kwamba watu majini wapo duniani. Nitakuwa vibaya wewe mwanamke shetani. Amata kawaza kwa hasira. Chuki ndani ya moyo wake kajijenga na kufanya donge kubwa la ghadhabu lizunguke moyoni mwake. Amata alipogeuza sura kuwatizama wale vijana waliokuwa wakimsurubu Dimitri, akapata ganzi kidogo. Hakuamini macho yake yaliyokuwa yamevimba kwa kipigo na kufumbwa kwa damu iliyokuwa imeganda, huku akiachiwa eneo dogo la kuweza kuona. Kati ya wale vijana alikuwepo mmoja ambaye sura yake haikuwa ngeni kabisa. Akajaribu kuvuta kumbukumbu na wapi amemwona kijana huyo ambaye daima alikuwa akikwepesha kukutana naye macho na Amata. Tekea. Sauti ikamrudia tena. Akakumbuka ni yeye aliyemtakia neno lile katika kasino la Faraoni. Mmoja wa walinzi wa Dimitri katika kasino lile. Akamtambua bila hata kificho. Alijua nini kitanipata. Alijua kila kitu. Dimitri ameuzwa na watu wake. Ama kweli kikulacho kingu. Hakumaliza hata kuwaza, akashtushwa na taa kali zilizokuwa zimemulika usoni. Tungeweza kuwa muda mrefu sana, lakini tulikuacha ili ipatikanike saa maalum ambayo wapendwa wako watashuhudia kifo chako kwa njia ya mtandao. Ilikuwa ni sauti ya mzee Ivan, kanali muasi wa jeshi la Urusi. Sauti yake ilitangulia kabla ya kufika. Babi akamwendea mzee huyo na kumvua koti lake la ngozi lilokuwa amelivaa. Moyo wa Amata ukaanza kudunda mfululizo bila mpangilio. Kifo kilikuwa dhahiri shahidi mbele yake. Minyororo yenye nguvu ilikuwa imemdhibiti asiweze kufanya lolote lile. Mbele yake kukasogezwa kitu kama beseni hivi kubwa la kioo ambalo kwa mwanadamu mwenye urefu wa futi 6 angeweza kusimama wima ndani yake. Beseni hilo lilikuwa juu ya kifaa maalum chenye magurudumu na lilisogezwa pale na kwa kuongozwa na mitambo maalum. Ndani ya beseni hilo kulikuwa kuna kimiminika ambacho Amata likitazama na kutokuelewa ni cha aina gani. Kijana mwingine akametega kamera ili kuchukua matukio yote. Kompyuta iliyokuwa juu ya meza ndogo ilionyesha kwamba matukio yale yanatizama mubashara sehemu fulani. Ivan akakusanya mikono yake kifuani na kumtizama Amata. Hii ni kemikali itakayotumika kukuteketeza na hutaonekana duniani isipokuwa nguo zako tu ulizoziacha Tanzania. Kwa mkono wa Ivan utateketezwa mwili na roho. Kisha ndugu zako watashuhudia mapinduzi yenye umwagikaji wa damu mkubwa sana katika nchi yako. Akamwambia Ivan akiwa anachukua pande la nyama kutoka katika chano iliyokuwa imeshikwa na kijana mwingine. Akatumbukiza ndani ile beseni. Pande lile la nyama likateketea taratibu na kupotea kabisa. Na kemikali ile ikabaki safi kama mwanzo. Ni kitendo cha dakika 2 tu jambo lile lifanyika. Mwili wako utateketea namna hii hapa baada ya ule pale wa Dimitri. Ivan akamwambia Amata, akasogea pembeni na kumpisha Babi. Mwanamke huyo akatoa amri Dimitri adumbukizwe kwenye ile kemikali. Kemikali hii ndio ilitumika kumteketeza Dasta na mkewe. Amata alijiuliza huko akiwa na hema kwa nguvu. Bila kificho alijua wazi kuwa mwisho wa maisha yake umefika. Juma moja baadaye, ndani ya ofisi ndogo, timu nzima ya TSA ilikutana kwa kikao kifupi. Ni mara chache sana Madam Wesi kukutana na vijana wake wote kwa pamoja. Mara nyingi hukutana ama na mmoja au wachache wao kwa sababu maalum. Siku ilikuwa ni juma moja tu tangu kikosi cha wokovu kilichoundwa na watu watatu, Gina, Chiba na mwanausalama wa balozi wa Tanzania huko Urusi, Labib, kuiangusha sehemu ya ngome ya Kanali Ivan. Madam Esi aliwaita kwa kikao cha pamoja. Mara ilionekanika wazi kabisa kwamba kazi inayowakabili sio ya mtu mmoja tena, bali ya wote kama timu. Tumefikia pazuri. Madam Esi akawaambia vijana wake ambao kila mmoja alikuwa kimya katika kiti chake. Hatua chache zijazo ukweli uliojificha utajulikana. Aliposema hayo akawatizama kwa zamu. Vijana wake wote wakaonekanika kuwa katika umakini wa hali ya juu sana kusikiliza nini kitasemwa na mwanamke huyu, mwanamke wa chuma kama wao walivyokuwa wanamuita. Akaendelea kusema, nyote mnajua kwamba bado tupo kwenye kutekeleza hukumu ya kifo ambayo genge hatari lililokuwa linataka kuipindua serikali ya awamu ya kwanza mara 2 kama si 3 lilikuwa limehukumiwa kwayo. Tumefanikiwa kuangusha watu wawili, bado wawili, lakini punde tutakamilisha kazi hiyo.
Sasa nimewaita hapa ili kupata taarifa za tafutishi zetu ambazo kwa pamoja tutazichambua ili zitupe mwanga wa kusonga mbele. TSA namba 2 endelea. TSA namba 2, Chiba wa Chiba akajiweka tayari kitini mwake na kufungua laptop yake. Kitendo hicho kiliwafanya kila mmoja kuvuta kablasha lililokuwa mbele yake, lililokuwa linasomeka kwa maandishi makubwa genge, na kulifunua ndani yake. Chiba alieleza kwa ufasaha sana jinsi ambavyo operesheni hiyo inaendeshwa kwa usiri na utaalamu wa hali ya juu sana. Kila mmoja alikubaliana naye kwa kile anachokisema. Na kilichotufanya tuwe hapa sasa hivi si haya niliyosema ambayo yapo kwenye kurasa 10 za kwanza za kablasha hilo. No, ninachotaka kukisema na kilichotuleta hapa ni kwamba Kibwana Mtoka Mbale aliyekuwa waziri katika serikali ya awamu ya kwanza na James Msamba Magoya ambaye alikuwa ni mwana usalama wa juu kabisa ndani ya ikulu ya Magogoni wapo hai na uhai wao. Chiba kaelezea. Naomba tufungue ukurasa wa 11. Wote wakafungua kwenye yale makablasha. Katika ukurasa huu kulikuwa kuna picha ya mwanaume mzungu mtu mzima. Ukurasa uliofuatia ulionyesha picha ya mzungu yule yule akiwa katika mavazi ya kijeshi na kiraia. Picha zilionyesha utofauti wa miaka zilizopigwa. Huyu anaitwa Kanali Ivan, alikuwa mwanajeshi mahiri wa jeshi la Urusi. Amewahi kushika nyadhifa mbalimbali za uongozi ndani ya jeshi la Urusi na amekuwa mwana usalama asiyeonekana kwa KGB ndani ya jeshi hilo. Na ndiye aliyefanikisha uvamizi wa eneo la mashariki mwa Ukraine na kuiteka rasi ya Crimea. Ivan amekuwa mfuasi mkubwa sana wa falsafa ya kimapinduzi ya Lenin. Ameshiriki kubomoa serikali nyingi za nchi za dunia ya tatu na kuweka vibaraka wao. Na katika hili ndipo alipokuwa amefikia Tanzania miaka hiyo ya 80 akirithi mafaili ya waliokuwa wamemtangulia. Akanywa maji kidogo na kuendelea. Katika ukurasa wa 13 wakafunua. Tunaona akiwa pichani na bwana Kibwana Mtoka Mbale. Mara tu baada ya kupata uhuru, serikali yetu ilianza kupeleka vijana katika mafunzo tofauti ili kuja na kuwa viongozi wa kuijenga nchi. Mwaka 1975 Mtoka Mbale akiwa kijana aliaminiwa sana na mwalimu, akapelekwa Urusi kwa ajili ya kuongeza ujuzi wa mambo ya kiusalama. Na hapa ndipo alipokutana na Ivan na kuwa marafiki wa kutupwa, akimlisha sumu kali sana za kimapinduzi. Aliporudi nchini na kushiriki vita vya Kagera, ndipo naye alipowarisha sumu ile vijana watiifu wa jeshi. Miaka miwili baada ya vita tukashuhudia wakitaka kuipindua serikali. Ivan ndiye tuliomgundua kwa jina la Sebastiano Moznich. TSA namba 1 akiwa tekoni anasema alipotaja jina hili kwa hiyo mzee alishtuka sana. Alipofika hapo kila mtu akawa amechukua kalamu na kuanza kuandika kitu fulani katika kablasha lile isipokuwa yeye na Amata tu. Chiba katulia kimya na kumtazama Madam Wesi. Nafikiri mpaka hapo mmepata picha ya nani tunapambana nao. Ili kumpata Kibwana Mtoka Mbale na James Msamba Magoya imebidi tupambane na huyu mtu. Amata shahidi kwa kuwa ameonana naye uso kwa uso. Amemuelezea kama mtu mmoja makini sana ambaye akizungumza jambo akili yake wageni kwa nusu mbele ya wote. Mtu hatari, lakini eleweni kwamba hakuna mtu hatari katika mikono ya TSA. Chiba endelea. Madam Wesi akasema na kumruhusu Chiba kuendelea na taarifa yake. Ukurasa wa 14. Akawaambia nao kama amefunua. Kwenye ukurasa huu kulikuwa kuna picha ya mwanamke katika sura mbalimbali za ujana na utu uzima. Gina katikisa kichwa juu chini na kumtazama Chiba. Huyu mwanamke Mrusi anajulikana kwa jina moja tu, Babi. Babi ndiye kibaraka wa Ivan. Amemfundisha upiganaji na uuaji tangu akiwa msichana mdogo. Sasa hivi ni mmoja asiyeogopa kitu. TSA namba 1 na kili na anasema kwamba ananukuu huku anatabasamu, ana mikono ya chuma na kucha ngumu kama misumari. Wakacheka wote kwa sifa hiyo. Huyu mwanamke tumegundua kwamba japo hatuna uhakika ndiye aliyemuua Dastan Kiwero kwa kumtumbukiza kwenye kemikali mbaya kabisa inayoyeyusha nyama na mifupa. Chiba akaongea kwa msisitizo, kila mmoja akajikuta akiwa anakunja sura. Nimefanya utafiti wa kina. Huyu mwanamke alifika Tanzania mwaka 1991 katika harusi ya Dastan na ndiye aliyeendesha operation ya kumteka Dastan na mkewe akishirikiana na Brian ambaye tayari ni marehemu. Haya mnayosikia tumeyapata katika nyumba ile namba 73A ya mtaa wa Garu. Tuligundua nyumba hiyo baada ya kupata ile kablasha la siri katika chumba cha marehemu Dastan. Chiba likatishwa na Jasmine ambaye alikuwa amepiga meza kwa kofi lake.
Hii ilikuwa ni ishara yao kwa mtu anayetaka kusema jambo katika vikao kama hivyo. Unataka kutuambia kuwa Dastan ameuawa na tuondoe dhana ya kwamba ametoweka? Jasmine akauliza. TSA namba 3 upo sahihi kabisa. Dastan ameuawa, ila mkewe ndio hatujui mpaka sasa hivi. Chiba akajibu. Dastan amekufa. Nina uhakika kwa kuwa ametekwa leo jioni na mbinu zangu za kumwokoa zimefeli. Dastan amekufa. Wengi watasema ametoweka, lakini mimi nasema kama amekufa. Madam Wesi akajikuta akiwa anaikumbuka kauli ya Chameleone aliyomtamkia miaka kadhaa nyuma walipokuwa wawili tu ndani ya ofisi ya siri. Akamtazama Chiba alipokuwa akisisitiza kauli hiyo. Kamanda Mata naye akapiga meza kwa mtindo ule ule. Wale jamaa wafai. Wanakuosha kwenye kemikali wanatoweka kabisa duniani. Amata akakazia. Wote wakamtizama, maana tangu kikao kianze hakuwa ameongea chochote kile. Baada ya hapo masikio yakarudi kwa Chiba. Katika kurasa ya 15 ndipo tunapopata uthibitisho kwamba mtoka mbali yuko hai. Rekodi za sauti za hotuba zake ambazo zilikuwa zimechukuliwa pale RTD kwa maagizo ya Hot zimewaanisha na sauti ya simu ambazo zilikuwa zinapigwa kwenye nyumba nambari 73A, na cross match yake imeshabiana kwa 85%. Hilo la kwanza. La pili ni kutoka katika huu mkufu. Akauchomoa mkufu kutoka katika mkoba wake na kuning'iniza mkononi. Huu kifuani mwa beba haukuwa mkufu tu kama mkufu, bali ilikuwa ni kifaa cha teknolojia kisasa sana kilichohifadhi zaidi ya makabrasha 1000 kwa maelfu ndani ya mkufu hapa ambao TSA namba 1 ameuleta. Tumebaini mpango mzima uliokuwa umepangwa ndani ya ardhi yetu wenyewe. Katika kurasa namba 16 mpaka 19 inaturudishia kwamba mtoka mbali na Msamba Magoya wamefanyia upasuaji wa sura na kuvishwa sura nyingine na kuwabadili hapa na pale ili tu asitambulike kwa urahisi. Zoezi limefanyika katika kliniki binafsi ndani ya jiji la Athens huko Ugiriki. Kwa maana hiyo hawa watu wawili wapo. Si ajabu wapo Kariakoo au Magomeni au popote pale. Tutapataje? Chiba kaishia hapo na lile kablasha lilikuwa limeishia pale. Zaidi hapo kukawa na kurasa 10 nyingine sio kwa na maandishi. Ndani ya mkufuli wa Babi kulikuwa kuna makabrasha mengine mengi na mazito ambayo ilikuwa ni vigumu sana kwa macho ya kawaida kuweza kuhimili kuyasoma kabla haujapofuka macho. Ili kuzuia kila lilokuwa limepangwa, tuna mambo matatu ya kufanya. Madam Wesi akasema. Mosi, mtoka mbali na Msamba Magoya lazima watambulike. Pili, watekelezewe hukumu yao kama ilivyokuwa kwa Mwakibinga na Mwanachia. Tatu, mpango wa mapinduzi ulioainishwa katika moja kati ya makabrasha hayo na ambao utekelezaji wake unatakiwa ufanyike mara moja lazima ukomeshwe. Kazi hapa inatakiwa ifanyike haraka na kwa umakini wa hali ya juu sana. Hili genge lifutiliwe mbali. Madam Wesi akawaambia vijana wake. Ivan na huyo mwanamke shetani hawajafa. Na kama wao ni wafadhili wa mpango huu, basi lazima nao pia wafutiliwe mbali. Nina hakika ngome ya Saratovu tumeisambaratisha, na nina hakika pia kwamba kuna ngome ya siri ambayo hawa watu wawili wamehifadhiwa. Hii ndio ya kuitafuta. Chiba, lazima tukae chini tuchambue hayo makabrasha mpaka tujue hawa wawili wamejificha wapi, kwa sura gani. Lazima tuiokoe Tanzania na watu wake kwa mara nyingine. Amata kama ameongea kwa uchungu, Madam Wesi akabaki akimwangalia kijana huyo akiwa anaongea. Wale washenzi wana siri nyingi sana. Na nina hakika katika huo mkufu kuna mambo mengi ambayo hatujaelewa. Madam, nafikiri kwamba tupatie siku kama 4 hivi tuendelee kufukua mengine kama tutapata na kuyaelewa. Akamalizia. Sawa. Na hapa hizo siku 4. Tukutane hapa tu nitakapokuwa nimewaita. Kwa sasa hivi kila mmoja alienda majukumu yake ya kawaida. Madam Wesi akafunga kikao na kuagana na vijana hao. Wameweza kuigundua ngome yetu. Huu ni upande wa Ivan. Alikuwa anamuuliza Babi aliyekuwa kitini huku uso wake ukiwa umesawajika kwa mawazo. Hata sijui. Najaribu kutafakari sipate jibu. Babi alijibu. Mara tu baada ya kufanikiwa kutoroka eneo lile, Ivan na Babi walijificha kwenye nyumba nyingine ndogo iliyopo nje kidogo ya msitu ule. Wakiwa katika nyumba hii, Ivan alirusha kamera ndogo mfano wa nyuki na kuweza kufuatilia kila kilichoendelea katika nyumba yake hiyo iliyofumuliwa vibaya kwa bomu la kutegwa. Juma hili lilikuwa ni gumu sana kwa wawili hawa, wakiwa wamepoteza vitu viwili vikubwa, ngome na mkufu wenye siri nyingi sana. Nani alikuwa anajua kama mkufu wako una nyaraka zetu za siri? Ivan akamuuliza Babi. Hata sijui kwa kweli. Maana ni mimi na wewe tuko tunajua hili. Istosha hawezi kufanya chochote kile na mkufu ule.
Kila kablasha limefungwa kwa kodi ngumu kuweza kuzijua. Akaeleza, sawa. Lazima tuhakikishe kwamba hizo data wazipate. Ivan akasema, kwa sababu tutakiwa kuwa hapa. Mpango mkuu wa kimapinduzi huko Tanzania lazima ufanyike, si kwa matakwa yao, ila lazima hasa tushike usukani wenyewe, na ndani ya miezi 3 hii damu lazima zimwagike. Tuondoke twende nje ya bara la Ulaya tukapange mipango. Ivan akamwambia Babi. Sachiche baadaye walikuwa hapo kwenye ndege binafsi wakielekea kusikojulikana. Tukio la kugundulika na kusambaratishwa kwa ngome ya Ivan huko Saratov limfanya mzee huyo amue kubadili mipango yake. Iliwasha hasira yake na kumfanya aanze kupanga mipango ya siri kabisa kichwani mwake. Daima msiri wake alikuwa ni Babi. Aliyemtuma hapa akaua au pale akadhurumu, na kazi zote hizo alizifanya kwa umakini wa hali ya juu kabisa kiasi kwamba vyombo vya usalama vingi duniani vilimshuku, lakini havikupata ushahidi wa kumtia hatiani. Kila alikopita mwanamke huyu hakuacha unyayo. Ni mara hii tu Ivan alipokuwa ameanza kupata wasiwasi wa mipango yake kwenda Kombo, akaanza kuhofia na usalama wa Tanzania. Habari alizokuwa akizisikia aliziona kama vile ni riwaya tu, lakini sasa alijikuta jasho linamtoka. Wapi nimekosea? Alijiuliza kila wakati tangu ngome yake asili ilipovamiwa na kusambaratishwa. Private jet ya baba Ivan na Babi iliendelea kukata anga kuelekea upande wa kusini magharibi mwa dunia. Wakati Ivan akiendelea kupeluzi katika kompyuta yake, Babi alikuwa kitafakari jinsi maisha yalivyomuia magumu sekunde chache alizokuwa akipambana na Amata, na jinsi alivyotumia ufundi na muda mfupi kuondoa mkufu shingoni mwake. Alijikuta akiwa na Sonya na kujiapia kama ikutana naye tena basi atahakikisha anamtunukia kifo kibaya sana. Msikilizaji, tuishie hapa katika sehemu hii hapa ya 7. Tupo pamoja katika sehemu ya 8 kuendelea na simulizi yetu itamu kweli kweli iliyosimuliwa kwa director Owen kutoka hapa Simulizi Mix. Na unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, lakini ndio kuipata mpaka mwisho sasa hivi sehemu ya 10, basi cha kupitia WhatsApp nambari 0677062012. Mimi director Owen. Tukutane hapo katika sehemu ya 8 kwa burudani zaidi kujua nini itakachokuwa. Kumbuka Amata aliapa atampa kifo kibaya sana Babi, na Babi leo anaapa kwamba atampa kifo kibaya sana Amata siku watakapokutana, na lazima wakutane kabla simulizi itajaisha. Walikutana vipi na ikika kutokea kitu gani, nani aliibuka kwa kidedea? Basi usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 8 ya simulizi. Bye bye. Karibu msikilizaji katika sehemu ya 8 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Genge. Tulipokuwa tumeishia katika sehemu iliyopita, sehemu ya 7 ni pale ambapo maongezi kati ya Babi pamoja na mtaalamu Ivan alikuwa yanaendelea. Nani alikuwa anajua kama mkufu wako una nyaraka zetu za siri? Ivan alimuuliza Babi. Sijui kwa kweli, maana ni mimi na wewe tunaolijua hili. Istosha hawezi kufanya chochote kile na mkufu ule, kila kablasha limefungwa kwa kodi ngumu kuzijua. Akaeleza, sawa. Ila dunia na mambo mengi, lazima tuhakikishe hizo data wazipate. Ivan akasema, kwa sasa hivi hatutakiwi kuwa hapa. Mpango mkuu wa kimapinduzi huko Tanzania lazima ufanyike, si kwa matakwa yao, ila lazima sasa tushike usukani wenyewe, na ndani ya miezi 3 damu lazima imwagike. Tuondoke twende nje ya bara la Ulaya tukapange mipango. Ivan akamwambia Babi. Saa chache baadaye walikuwa kwenye ndege binafsi wakielekea kusikojulikana. Tukilagundulika kwa kuna kusambaratishwa kwa ngome ya Ivan huko Saratov lilimfanya mzee huyo amue kubadili mipango yake. Jiliwasha hasira yake na kumfanya aanze kupanga mipango ya siri kabisa kichwani mwake. Daima msiri wake alikuwa ni Babi. Aliyemtuma hapa akaua kule na kuzuru kule, na kazi zote hizo alikuwa anazifanya kwa umakini wa hali ya juu sana kiasi kwamba vyombo vya usalama vingi duniani vilimshuku, lakini havikupata ushahidi wa kumtia hatiani. Kila alikopita mwanamke huyo hakuacha nyayo. Ni mara hii tu Ivan alipokuwa ameanza kupata wasiwasi wa mipango yake kwenda Kombo, akaanza kuwahofia wana usalama wa Tanzania. Habari alizokuwa akizisikia akiziona kama riwaya tu, lakini sasa alijikuta jasho linamtoka. Wapi nimekosea? Alijiuliza kila wakati tangu ngome yake asili ilipokuwa imevamiwa na kusambaratishwa. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji, pamoja katika sehemu hapa ya 8 kujua nini kiliendelea. Director niko nyuma mic, hapa ni Simulizi Mix. Unaipata kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix, lakini WhatsApp 0677062012. Unakuwa unaipata simulizi mpaka mwisho bila kusubiri. Tunaendelea na simulizi yetu. Private jet iliyobeba Ivan na Babi iliendelea kukata anga kuelekea upande wa kusini magharibi mwa dunia,
Wakati Ivan akiendelea kuperuzi katika kompyuta yake, Babi alikuwa akitafakari jinsi maisha yalivyomwia magumu sekunde chache alizokuwa akipambana na Amata na jinsi alivyotumia ufundi na muda mfupi kuondoa mkufu shingoni mwake. Alijikuta akiwa na Sonya na kujiapia kama atakutana naye tena basi atahakikisha anamtunukia kifo kibaya sana. Big J upande mwingine alimtizama Makti, alijikuta akiwa anakosa nguvu ya kusema neno na kubaki kimya tu. Wawili hao walikuwa ndani ya jengo moja refu katika jiji la Port Louis huko Mauritania. Ilikuwa ni ofisi ndogo na ya kisasa iliyokuwa imesheheni samani za kupendeza. Picha mbalimbali zilikuwa zimetundikwa ukutani kwa ustadi mkubwa, picha za viongozi na watu mashuhuri duniani. Ni picha moja tu ilikuwa ni ya mtu asiyejulikana, kijana mweusi aliyevalia suti ya kaunda mwenye macho udadisi. Kila picha ilikuwa na jina kasoro hiyo tu. Ubora wa picha hiyo ulionyesha wazi kabisa kwamba si picha iliyokuwa imepigwa kwa kamera ya kisasa, bali ni teknolojia ya nyuma kabisa. Inaweza kuwa ya miaka ya 80 au hata 70 huko. Wawili hawa maswaiba wa damu walikuwa wako ndani ya jengo la Telecom Tower katika jiji hilo la Port Louis. Simu Big J akapokea ujumbe mfupi wa maneno, akainyakua kutoka juu ya meza na kusoma. Big J mkono wake ulitazama saa yake ya mkononi baada ya kusoma anwani katika message ile. Bila ubishi ilimuonyesha kuwa ni saa 9 na dakika 50. Akamtaarifu Makiti aliyekuwa kimya muda wote. Tutatumia muda gani? Na sasa tuna dakika 10 tu. Akauliza. Si mbali kutoka hapa, ni mwendo wa dakika 5 au 6 kwa gari. Big J akajibu kwa kuwa anatungua koti lake na kujitupia mwilini. Makiti naye akafanya hivyo hivyo. Wakachukua lifti na kutelemka chini kutoka ghorofa ya 11 kwa kupitia mta mmoja, na walifika katika hoteli hiyo kwa dakika kama 6 hivi. Mara tu walipokuwa wamewasili, walikaribishwa na kuongozwa na mhudumu mpaka katika chumba maalum chenye viti 4 tu. Sekunde 27 tangu waketi chini, mzee Ivan na mwanamke Babi wakawasili katika chumba hicho. Vinywaji vikali vikaletwa katika chumba hicho ili kutuliza makoo yao. Mmeona kilichotokea kule? Ivan akauliza na wote wakametikisa vichwa. Hii inaashiria tunaenda kuharibikiwa mipango katika miezi 4 ijayo. Kwa sababu kadri siri zetu zinavyokuwa zinakaa, itawachukua miezi 4 kuweza kugundua mipango yetu. Miezi 4 kwa sababu ya udhaifu wa kiintelijensia huko Tanzania. Kama ingelikuwa ni CIA ingechukua juma moja tu, watakuwa wameshagundua tulipo, na haya yote ninyi mmesababisha. Akaongea kwa hasira. Kila mtu akanyamaza. Kwa maana hii inabidi ndani ya miezi 3 tuwe tumeshaangusha serikali ya Tanzania kwa kuilazimisha ifanye uchaguzi kabla wakati. Akaongeza kusema, kisha kajegemeza kitini. Babi akawa amechukua chupa kubwa ya gin na kuimmenia bosi wake. Kuilazimisha kufanya uchaguzi kivipi na uchaguzi ni mwakani tu? Big J akauliza. Wewe ni mwana usalama, umefanya kazi hiyo kwa miaka na miaka, unashindaje kunielewa? Alichotakiwa kufanya Komando Jailos Simba Mwene sasa hivi kinatakiwa kutekelezwa ndani ya siku 90 tu. Hatuna budi kutekeleza item namba 117 katika kablasha la 65. Wanunuliwa wanajeshi kadhaa wenye kujiamini, si kama wakati ule, wapewe sumu ya mapinduzi. Kisha kitakachofanyika hapo ni Tedant mwenye serikali anatoa risasi ya kichwa na wale wanajeshi wanamweka chini ya ulinzi makamu wa rais, spika wa bunge na jaji mkuu, mkuu wa majeshi alikadhalika. Kisha wale vijana wetu watakuwa tayari, mara tu kazi kianza wataiteka RTD, na hapo tunatangaza ushindi na nchi inakuwa mikononi mwetu. Kazi ndogo ya kuifanya kwa siku 7 hadi 10 tumeshamaliza. Ivan akaelezea mpango mzima na wote wakauafiki. Ninautilia shaka mpango. Makiti akasema, kivipi? Ivan akauliza, mshangao ukiwa wazi usoni mwake. Kwa kuwa watu wanaoratibu safari ya rais kwa sasa hivi wako na umakini wa hali ya juu sana. Usitie shaka, hilo niachie mimi. Siku 14 zijazo mzigo wetu wa kwanza utafika kisiwani pale kwa Makiti, tayari kufanya ugavi. Ivan akamjibu sawa. Makiti na Big J wakawa wamejikuta wakiwa wanajibu kwa pamoja. Ukimya ukatawala kwa sekunde kadhaa kati yao. Baada Makiti akajikoza ili kusafisha kwa ishara ya kutaka kusema neno. Kanali Ivan, nimekuelewa vizuri sana. Mimi sina shaka na hilo na nipo tayari. Naahidi kuifanya kazi hiyo kwa miezi 2 kama nitachelewa sana. Akamwambia, nahitaji maamuzi kama hayo, maamuzi ya kiume. Miezi 3 ijayo tunatakiwa tumtangaze rais wetu. Ivan akaongeza kusema, kikao cha wanne hawa kilikamilika kwa kuweka mipango yote sawa sawia kwa kupindua ile ya kwanza ambayo ilisheheni katika ule mkufu wa Babi. Ivan alikuwa ameelewa wazi kabisa kuwa kama adui zake wataweza kutegua kitendawili kile, basi
watachukua miezi 4 kuzuia mapinduzi. Na hii miezi 4 ni kwa wale wenye weledi wa hali ya juu sana katika medani ya kijasusi. Yeye kwa akili yake pevu ya kijasusi aliamua kubadili mpango, akaufupisha ili utekelezeke ndani ya miezi 3 tu. Huyo ndiye Ivan, mwanajeshi muasi wa jeshi la Urusi asiyetabirika. Amefanikisha mipango yake mingi ya kiuhalifu kwa kubadili mbinu dakika za mwisho kabisa. Ivan. Wakiwa wameshagana na watu wake, Ivan akamuita karibu Babi na kumnongoneza. Futa nyeo zote kokote tuliko kanyaga kuhusu swala hili. Sawa, akajibu. Upande mwingine wa simulizi, huu ni mpango kabambe aisee. Chiba akamwambia Amata wakati wakiwa wako shamba wawili tu, wakichambua makabrasha aliyolikuwa ameyaprint kutoka kwenye ule mkufu. Ndio hivyo. Kweli hapa tulikwama, ila Dimitri, Mungu amrehemu, aliniambia siri ya mwanamke ule ipo kifuani mwake. Nilitafakari na kumuelewa vyema alikuwa na maana gani. Nilipokuwa napambana naye nia yangu ilikuwa ni huu mkufu tu. Amata akamjibu Chiba. Juu ya meza mbele ya Amata kulikuwa kuna karatasi kama 5 hivi ambazo alizitandaza. Macho yake yalikodolea karatasi moja wapo. Karatasi ile iliprintiwa kutoka katika kabrasha namba 25 lilokuwa limeandikwa kwa mtindo wa kuficha au kuchengesha herufi za neno ama kwa kutumia namba au kuzigeuza au kuzibadili nafasi zake, unaojulikana kama cipher. Hili mvutia Amata, hata macho yake pia yote alikuwa amehamishia hapo. Kaka vipi, mbona umenyamaza ghafla? Chiba kauliza. Kuna kitu hapa? Ciphertext imetumika kuficha jambo nyeti sana hapa. Chiba kama ameongea kitazama hicho kinachosemwa na Amata. Naam. Macho yake yakapokewa na kile alichokuwa ameambiwa. Subiri. Akamwambia Amata, hatua 5 zikamfikisha kwenye rafu ya vitabu, akagusa hiki na kuacha kile. Mwisho akawa amechukua kitabu kikubwa kilichoandikwa siri mbalimbali za lugha za kijasusi. Chiba kama amekibwaga mezani, kisha wote wawili wakawa wameanza kupitia kuona kama wanaweza kungamua chote kile. Haikuwa rahisi kama alivyokuwa nafikiria. Pamoja na kusoma kwangu vitu hivi, lakini hapa nimejikuta nagonga ukuta. Amata akasema, tunafanyaje sasa? Chiba kamuuliza. Amata alishapumzi na kuzitupia macho zile karatasi kwa mara nyingine. Kazi ipo. Amata akasema na kuchukua simu yake kutoka mfukoni, akabofya digiti kadhaa na kuiweka sikioni. Upande wa pili ikapokelewa. Hoti hapa, ikajibiwa. Tumekwama katika ciphertext na plain text. Msaada tafadhali. Amata akamwambia Hoti, yani Madam S. Nilikwambia ipo siku utakutana na hicho kitu. Ukaona na kutania. Umekwama. Hayamfiki hapa ofisi ndogo haraka sana na hama kabrasha. Madam S kutoka upande wa pili akamwambia. Chiba na Amata wakakusanya zile karatasi na kuzitia kwenye bahasha. Safari kuelekea ofisi ndogo ikaanza. Iliwachukua dakika 45 kufika katika ofisi hiyo. Wakamkuta bosi wao akiwasubiri kwa shauku kubwa sana. Moja kwa moja wakabwaga yale makaratasi mezani. Madam S akachukua na kuyatizama haraka, akayapanga la kwanza mpaka la mwisho. Akabaki kimya kwa sekunde kadhaa huku akiona ya badili la juu kwenda chini na linalofuatia kuwa juu yake. Macho ya Amata daima yalikuwa yakiusoma uso wa mwanamume huyo na kugundua kwamba akisomacho kilikuwa ni siri nzito sana. Alipomaliza kwa watazama vijana nao kwa zamu, uso wake ukaonekanika wazi kuwa una jambo la kusema. Ni yale mliyosoma mwanzoni. Kibwana mtoka mbali na James Msamagoya hapo hai na matekelezo ya kuipindua serikali yako pale pale. Akasema, unasema? Wakajikuta wakiwa na ulizo kwa pamoja. Hivyo mlivyosikia ndivyo. Katika maandishi inaeleza kwamba hawa jamaa wapo hai isipokuwa wamefanywa upasuaji wa kubadili sura zao na kuwapandikizia hata nywele ili wapoteze muonekano wao. Taarifa inaelezea kwamba hawa watu wawili, mmoja wao yupo hapa Tanzania na anaendesha shughuli zake hapa. Madam Wesa kaelezea. Ina maana ni taarifa ile ya kwanza. Kwa nini waiandike kwa lugha ya kificho? Chiba akasema. Kwa vyote vile kuna jipi anaendelea kusoma. Shit, ina maana bado wapo katika mpango ule ule. Amata kauliza. Inawezekana sana, lakini tutamtambuaje au tutawatambuaje? Ni mpaka tupate sura zao mpya. Ikiwezekana utambulisho wao mpya. Kazi mpya inaanza. Lazima kitendo hiki kiteguke tu. Madam akaongeza. Amata katazamana na Chiba kisha wote wawili wakawa wamegeuza sura zao kumtazama Madam S. Amata agasha pumzi ndefu zilizokuwa zimeashiria jambo. Vipi? Madam akamuuliza. Huu ni mpango kabambe sana. Akasema na kutulia kwa sekunde chache. Endelea kudadavua, labda tutagundua jambo jingine. Akamalizia. Madam S akaendelea kupitia zile karatasi ambazo zilikuwa zimeandikwa lugha isiyoeleweka. Dr. Prakeshi Chamarakuz, Granny Eagles Global Hospital. Madam S akatamka tena, akakusanya ile makaratasi na kuyaweka kando.
Vingi nimevielewa ila nahitaji muda kuviweka pamoja. Lakini mambo matatu ya msingi ya kuzingatia na kuyajua ni hayo. Mosi, Dr. Prakeshi Cheramakuzi ndiye surgeon aliyefanya kazi hiyo miaka mingi nyuma. Sijui kama ni mzima au amekufa. Pili, Green Eagles Global Hospital ndio iliyotumika kutekeleza kazi hiyo. Na tatu, hawa watu wapo hapa nchini. Sasa cha kufanya ni lazima tujue sura gani ambao wamepewa na muonekano walionao kwa sasa. Madam Wesi akamwambia Kamanda Mata alikuwa kimya kabisa akisikiliza Chiba aliyekuwa ameweka ule ubamba mezani. Juu katika kioo kulikuwa kuna picha ya mzee wa Kihindi aliyekuwa amevalia koti jeupe la kidaktari na stethoscope shingoni mwake. Amata akauchukua ule ubamba na kutupia macho. Maandishi machache yaliyokuwa yamesindikiza ile picha yalimueleza Daktari Karamakuzi kuwa ni bingwa katika aina hiyo ya upasuaji, upandikizaji na utengenezaji wa sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Wasifu wake ulitosha kabisa kumuelezea kuwa ni daktari bingwa kabisa ulimwenguni. Amata katikisa kichwa. Nahitaji kufika India. Hatuwezi kupiga hatua kama hatujapata sura halisi za watu wao kwa sasa. Akasema kwa kunarudisha ule ubamba kwa Chiba. Panga kila kitu chako, unipe taarifa saa 4 zijazo. Madam Wesi akamaliza na kuaga vijana wake. Dakika 5 zilizofuata alibaki peke yake ofisini humo. Akachukua zile karatasi na kuzisoma tena kwa makini, japokuwa alikuwa anafahamu sana kusoma na kuandika aina hiyo ya lugha ya kificho, lakini safari alijikuta akisoma maandishi ya mtu aliyobobea kwenye hiyo kazi. Akainua simu yake na kubofya tarakimu kadhaa kisha akaweka sikioni. Nje ofisi ndogo haraka sana. Akakata simu na kurudisha mezani. Chiba aliwasili ofisi ndogo kama alivyokuwa ametakiwa na Madam Wesi. Kikao cha wawili hawa kilifanyika saa moja baada ya kile cha wote. Mara tu baada ya kuingia ndani ya ofisi ile akamkuta Madam Wesi akiwa katolea kitini kwake, huku meza yake ikiwa imejaa yale makabrasha aliyokuwa akiyasoma. Nimeitika wito. Akamwambia Madam, vizuri, tusipoteze muda katika kuendelea kupitia hizi tafutishi. Kuna codes ambazo nimekutana nazo, nahitaji uzitambue kwa haraka sana. Wameweka tovuti ya kutumia ila nahisi zitakuwa na nywila za kufungulia. Hiyo kazi ndogo. Chiba kajibu, na baada ya kutajiwa aina ya hizo kodi akanakili pembeni pamoja na ile tovuti ambayo kwayo angeweza kupata jibu. Akajaribu kwa kompyuta yake ndogo kama alivyosema Madam Wesi. Alijitahidi kuweka jina tumizi na nywila. Akajaribu kuidanganya kwa kuweka majina ya uongo, lakini mtandao ule uligoma. Baada ya takriban dakika 15 akapata wazo la kutumia jina la Babie. Akaingiza kama jina tumizi, ikakubali. Nywila ikawa tatizo jingine, hakukubali. Chiba alikuwa jasusi mzuri wa mtandao. Baada ya kuzipata kodi za tovuti hiyo akazitumbukiza kwenye mtandao wake anaotumia kuvunja vifungo vya mitandao kama hiyo. Bado hakuweza kuona chochote kile. Akamtazama Madam Wesi. Vipi? Madam akauliza. Jamaa wakali, kila mbinu nimeshinda, inabidi nitulize kwanza akili. Ila mzuie kwanza Amata siende India. Tunaweza kupata jibu hapa. Akamjibu, of course. Nimeshamwambia subiri kwanza. Nafikiri kwenye hizo kodi kuna siri nyingine kubwa. Madam Wesi kama ameeleza na Chiba kama ameitika kwa kutikisa kichwa. Kwa hiyo tunafanyaje? Akamwongezea swali. Nipe dakika chache. Chiba akasema kisha kama amechukua simu yake na kuwasiliana na mtu mwingine. Upande mwingine wa simulizi. Abigail Andrea, mwanadada mahili katika tehama ndani ya kitengo cha siri cha kijasusi cha Israeli, alipokea simu ya Chiba. Hakuuliza wala kushangaa, alimfahamu Chiba in and out na alikuwa anajua mpaka kupiga simu basi kulikuwa kuna shida kubwa. Alitazama simu yake akatabasamu na kutikisa kichwa. Amekamatika. Akawaza binti huyu ambaye alikuwa kihudumu ndani ya Mossad, shirika la kiintelijensia la Israeli. Alikuwa mahili sana katika nyanja hizo. Simu ile haikuongea chochote kile. Akaelewa maana yake ni nini. Akachukua kitu kama waya hivi na kuunganisha na kompyuta yake kubwa ofisini hapo. Kwa haraka kaifunga ili isiingiliane na mtandao mwingine wote ule au kufukuliwa. Endelea. Akamwambia kwa lugha ya Kiebrania ambayo Chiba alifahamu kwa kiasi kikubwa sana. Maelezo kadhaa yakafuata na Chiba akaomba msaada wa kufunguliwa zile kodi pamoja na kupata maana zake. Abigail akazichukua na kuziingiza katika mfumo wa utambuzi. Mfumo uliotumiwa na Mossad ulikuwa ni wa kisasa zaidi kuliko wote ule ulimwenguni. Haikuchukua hata dakika 10 kwa mwanadada huyo kukusanya maelezo na kodi za QR zilizokuwa zimefichwa kwa namba maalum. Hakuhitaji kujua ndani kuna nini, akazirudisha kwa Chiba mara moja ili kazi iendelee. Chiba akazipokea taarifa zile ndani ya dakika 30 tu. Akamshukuru mwanadada huyo na kutazama kwenye simu zake maelezo yote. Wanasemaje? Madam akauliza kwa shauku ya kutaka kujua. Kazi imeisha mama. Nini? Kazi imeisha. Hawa jamaa nafikiri hizi kodi za QR zitakuwa na maelezo zaidi. Ngoja niziskani. Chiba akajibu kisha kama amechukua zile quick response code, QR code na kuziweka kwenye mfumo wa kompyuta yake
Naam, siri kafichuka. Kodi moja kati ya hizo ikatoa maelezo stahiki kuhusu Kibwana mtoka mbali, ubadilishaji wake wa sura mpaka ile aliyoichagua. Madam Chibaka itasema, haya hapa maajabu ya Mungu. Akachukua kompyuta yake na kuiunganisha na runinga kubwa ambayo ilikuwa ofisini. Mama yangu, Kibwana huyu? Akauliza. Kwenye kioo kile ilionekana picha halisi ya Kibwana mtoka mbali iliyopigwa miaka ya 80 ikiambatana na maelezo yote kuhusu yeye. Chini yake kulikuwa kuna maelezo na viambatanisho vya fomu alizojaza kukubali kufanywa upasuaji huo. Na sura aliyoichagua mwenyewe ilikuwa iko pale. Jina lake jipya la Makti lilijiandika na kumtambulisha kama raia wa Australia. Vivyo hivyo kwa James Msamba Magoya, maelezo yake yote yalikamilika. Picha yake iliyopigwa miaka 80 ilionekanika wazi pamoja na ile sura mpya atakayoonekanika nayo mara baada ya upasuaji. Halikadhalika jina lake jipya la Big J lilionekanika wazi kabisa akiwa raia wa Mauritius, Mauritania. Chiba na Madam Wesi wakatazamana. Tumemaliza. Chiba akasema. Madam Wesi kama ametikisa kichwa kushoto kulia kuashiria kazi bado. Sawa, tumepata maelezo na kila utambulisho wao mpya. Je, yupi yupo Tanzania na yupi yuko wapi? Maelezo hajadadavua. Madam Wesi kama ameeleza. Mwita Amata tukutane shamba haraka sana iwezekanavyo, akaamuru. Katika ofisi kuu za TSA Kigamboni au kama panavyojulikana kama shamba, Kamanda Amata alikuwa mbele ya Madam S na Chiba mpembeni yake. Picha zile zilizokuwa zimetolewa kwenye ile kabrasha laini ndani ya mkufu wa babi zilikuwa zimewekwa mezani. Kamanda Amata alikuwa akiziangalia kwa zamu picha zile. Sawa, akatamka. Hatuna haja ya kwenda India bali Mauritius. Hawa jamaa ni mamafia ise. Yaani siri zao wanatembea nazo mwilini. Nikiwanisha na yale makablasha niliokuwa nimeyapata katika laptop ya Mwanachia kule Lisbon. Na hisi sasa tunakaribia kupata mpango kamili, akaeleza. Madam Wesi akatikisa kichwa juu chini. Tuna taarifa mbili. Rua, Kamarante na Saratov. Akasema, ya. Na ukiziangalia bado kuna vitu zinaficha. Nafikiria bado kuna kabrasha jingine. Amata akasema, Chiba kama mkudulia macho TSA namba moja kana kwamba hakuelewa chukua nakisema. Yaani, akataka maelezo zaidi. Amata, jambo unalolizungumzia nafikiri na ukweli. Unakumbuka taarifa ulizopata kutoka Brussels? Zikatusaidia kufika Lisbon. Ila kutoka Lisbon kwenda hatua nyingine tumepata tabu sana kwa sababu kulikuwa kuna Saratov. Madam Esa kaelezea. Ndio, Amata na Chiba wakajibu pamoja na kutazamana. Baada ya kumbana Dana akatupa mwangazo wa Saratov. Na mzigo ndo huu. Sasa hapa bila shaka kumebaki na taarifa mbili muhimu. Kati yazo moja ni ya pili kutoka mwisho na nyingine ndo yenye kila kitu. Akaeleza zaidi. Hiki tendawili chepesi sana. James Msamba Magoya au Big J kwa jina jipya ametambulishwa kama raia wa Mauritius, Mauritania. Ina maana kwamba huyu mtoka mbali au Makiti atakuwa hapa Tanzania. Kazi imeisha. Amata akasema. Chiba kagunga meza. Inawezekana na vipi kama wametuzungusha tena katika hili wakitegemea kuwa ipo siku tungeweza kupata taarifa hii hapa ili tuamini na kumbe sio? Akauliza. Negative. Amata katamka. Huyu mshenzi Ivan kwa vyote vile alijua kwamba kwa hilo basi ina ukweli. Akasema, okay, kwa hiyo taarifa moja ipo Mauritius. Madam akauliza. 50-50 madam. Chiba kadakiza. Ukimya ukatawala kwa jozi ya sekunde. Watatu hawa kila mmoja alikuwa akiwaza jambo lake kichwani mwake. Dana anahitajika tena. Amata katamka. Haswa. Chiba akaunga mkono hoja. Pamoja na hayo lazima tufanye uchunguzi wa ndani na nje huko Mauritius na tukijua alipo Amata utatekeleza agizo. Nilikupa watu 4 hujamaliza. Madam akamwambia naye akajibu kutikisa kichwa. Niachie mimi. Amata akajibu kwa ananyanyuka kitini. Tayari? Madam akauliza. Ndio, naenda kumaliza hao wawili. All the best. Kamanda Amata aliwasili katika ofisi ya jeshi la uhamiaji saa moja baada ya kikao na Madam S. Moja kwa moja akafikia dawati la analolihitaji. Katika dawati hilo kulikuwa kuna wanadada wawili waliokuwa wakiendelea kuhudumia wateja kwa kupokea simu na kuwasikiliza ana kwa ana. Karibu kaka, nikusaidie nini? Akaulizwa. Hataji kuona na Lulu. Akawamwambia. Yule mwanadada kama inua simu na kubofya namba kadhaa kaiweka sikioni. Kuna mgeni wako, ni mruhusu? Alimuuliza mtu wa upande wa pili. Baada ya kupata jibu akakata ile simu na kumuonesha Amata mlango wa kuingia. Lulu, mwana usalama mwenye kifuniko katika idara ya uhamiaji ya Tanzania, mara nyingi sana aliwasaidia TSA katika kazi mbalimbali hasa walipokuwa wakihitaji kujua kuhusu wageni au nani kaingia nchini na nani katoka.
Miaka kadhaa nyuma alikuwa akihudumu katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere na mara hii alihamishiwa katika ofisi za makao makuu, jengo la Wizara ya Mambo ya Ndani. Wao, Amata. Lulu alifurahi sana kumuona kamanda, akainuka na kumkumbatia kwa nguvu. Karibu Amata, za siku nyingi. Salama, naona sasa hivi upo kwenye kiyoyozi. Umeachana kabisa na kelele za maboing kule. Kabisa yani. Nisipoteze muda, nimekuja na shida. Shidika tu kakaangu. Kamanda Amata akachukua kadi mweko na kumpatia msichana huyo. Fungua hiyo nikuoneshe kitu. Akamwambia, mtu kazini? Lulu akauliza. Yap. Lulu akaipachika ile kadi kwenye kompyuta yake. Sekunde kadhaa ikaonekanika picha za watu kama 6 hivi. Huyo mwanaume, huyo mtu mzima huyo. Huyo hapa. Akaosogeza kipanya kwenye hiyo picha. Yes, nataka nijue kwenye kumbukumbu zenu za ofisi mtu huyo yupo hapa nchini. Amata kauliza. Lulu kama amefanya mambo yake kwenye mtandao huo takriban dakika 5 hivi. Akamgeukia Amata. Anaitwa Christopher. Lulu akasema, Christopher? Christopher Makiti? Akamalizia na kamanda Amata katikisa kichwa juu chini. Christopher Makiti. Amata kawaza. Maelezo zaidi? Mzaliwa wa Australia. Asihitaji hayo, nataka kujua yupo hapa nchini. Okay. Lulu akajibu na kuendelea kuchakata kompyuta yake, akizidi kuingia ndani kabisa ya mtandao wa uhamiaji ambao ni wachache sana wanaweza kuingia. Alikuja nchini mwaka 1999 mwezi Septemba kupitia uwanja wa ndege wa Kilimanjaro. Lulu akaeleza. Amata kufungua masikio kusikia zaidi kuhusu mtu huyo. Sikiliza Lulu, nataka kujua zaidi kuhusu huyo mtu. Akamwambia, Christopher Makiti kama nilivyokuambia alikuja nchini mwaka 1999 kwa nia ya kuwekeza kadili ya taarifa zilizopo hapa. Japo zipo kwa uchache. Visa yake ilikuwa ya kibiashara. Lulu akaeleza. Sawa, asante sana Lulu. Sina zaidi. Amata akasema na tayari alikuwa ameshainuka kutoka kwenye kiti chake. Ndio unaenda? Ndio. Nilichotaka nimepata. Kuna zaidi? Akamuuliza. Hakuna. Lulu akajibu. Okay. Kamanda Amata kaagana na Lulu na kutoka katika ile ofisi, akaelekea katika ngazi ya mlango mkubwa na kufikia lango gari lake, akaingia na kuketi. Akachukua kitabu chake cha kumbukumbu na kuandika mambo kadhaa. Nitamjua tu. Na nitajua yuko wapi. Akajiwazia na kuwasha gari, akatoka eneo hilo na kuchukua barabara ya Ohio kuitafuta ile Ali Hassan Mwinyi mpaka daraja la Salenda. Akautafuta ufuko wa Koko na kunyosha barabara hiyo mpaka Msasani. Australian Honorary Consulate ndio kibao chenye maandishi kilimkaribisha. Amata akaweka vizuri koti lake, akaitazama ile crossed circuit television camera iliyokuwa iko mbele yake. Juu yake ambazo cha jengo hilo akajiweka tai yake vizuri na kuvuta hatua zake kuelekea katika lango la ofisi hizo. Mbele walinzi alijitambulisha kama afisa uhamiaji na akaruhusiwa kuingia. Ndani ya ofisi hiyo Amata alikutana na afisa aliyekuwa anahusika na uhifadhi wa taarifa zote za raia wa nchi hiyo wanaokuwa wanaingia nchini. Karibu sana. Alikaribishwa. Amata akaketi kwa utulivu kabisa, huku macho yake naye yule bwana yakiwa yamesomana yakaelewana. Naitwa Mr. Spark. Akajitambulisha na kuonesha kitambulisho chake. Karibu sana Mr. Spark. Naitwa Mr. Peterson. Naweza kusaidia? Akamwambia Amata kama ameingiza mkono ndani ya koti lake na malaya kama ametoa picha na si kadi mweko kama kule kwa Lulu. Mwaka 1999 mwezi wa 9 bwana Christopher Makiti aliwasili nchini akitokea Australia. Pasipoti yake na visa vimemtambulisha kama raia wa nchi hiyo. Katika kufanya tafiti juu ya watu wanaoishi nchini kinyume na taratibu, huyu amekuwa ni mmoja wao. Nimekuja kwenu kujua kama mna taarifa zote za mtu huyo. Amata kaeleza. Peterson kama amechukua ile picha na kutazama kwa makini, akakusanya yale maelezo na kuingiza kwenye kompyuta yake, akaitisha taarifa ili kujua chote kile juu ya mtu huyo. Dakika 6 hivi baadaye akashusha pumzi ndefu na kugeuza kiti chake, akamtizama mgeni wake. Sparky akaita. Kamanda Amata akamtizama kwa macho makali yaliyokuwa yakimwambia, sema na kusikiliza. Christopher Makiti mwenye sura hapa alikwisha kufa. Na hata hapa kwenye mtandao wetu hapa wa utambuzi jiandika deceased. Amekufa. Peterson akaelezea. Kamanda Amata akashusha pumzi ndefu, akajiegemeza kitini. Amekufa? Akasema ya. Peterson akamwonyesha na tarehe na mwezi na hospitali gani mtu alipokuwa amefia. Kamanda Amata katulia kwa jozi ya sekunde chache, akili yake ikafanya kazi kwa haraka kidogo, akamtazama tena yule bwana. Sasa huyu aliingia Tanzania mwaka huo nani? Hebu tazama passport namba hiyo imekatwa lini? Amata kauliza. Swali lako lipo sawa. Tarehe kuja kwake na tarehe za passport zote zimefanyika baada ya kifo chake. Akaelezea. Sasa wote wawili vichwa vikawagonga.
Huyu bwana kaingia nchini na hakuna maelezo yote kwamba amekwisha ondoka. Ina maana kwamba yupo hapa. Amata akasema, "Nashukuru sana Mr. Patterson." Mandamata kainuka na kabla hajavuta hatua kutoka kazuiwa na kauli. "Mr. Spark, maadamu na hii taarifa basi nitakujulisha kama nitapata lolote lile." Akamwambia. Amata kachomoa kadi kazi na kumpatia, akaondoka. Ndani ya gari lake alikuwa ameketi kimya kabisa akifikiri nini cha kufanya. Alijikuta akiwa anapiga ngumi usukani wa gari hilo na kutoa tusi la nguoni. Akatia injini moto na kuondoka eneo lile. Dakika kama 30 hivi zilizofuata, Amata aliegesha gari lake katika makutano ya barabara ya Huyo na Garden, akateremka na kuendea jengo mojawapo lilikuwa limebeba ofisi ya ubalozi wa Mauritania, ambapo kuwa na maswali mengi kama alikotoka. Akapandisha mpaka ghorofa ya 6 na kuzipata ofisi zitakazo. Makaribisho yaliyokuwa yamejawa kila aina ya ukarimu yakamlaki kijana huyo mtanashati pindi tu alipokuwa amemfikia dawati la mapokezi. Mara baada ya kueleza shida yake, akaongozwa moja kwa moja kwenda ofisi inayohusika na kazi hiyo ya uratibu raia wa nchi hiyo wanaoishi nchini. Hapa alikutana na kijana mwingine mrefu mwembamba mwenye kichwa kisichokuwa na nywele. "Karibu bwana." Alimkaribisha kwa Kiswahili. "Asante sana, nimekaribia." Amata kajibu na kisha wote wakaketi baada ya kusalimiana. "Naitwa Mr. Spark." Akajitambulisha na kumpa mkono yule bwana. "Karibu bwana Spark, naitwa Hamad Hassan." Naye akajitambulisha kisha wote wakaketi chini. "Yes, Mr. Spark." Amata kamalizia. "Naweza kusaidia?" "Ndio Mr. Hamad. Nimekuja kutoka Wizara ya Mambo ya Nje. Mimi ni afisa uhusiano na wa wizara." Akaeleza, akatoa kitambulisho kingine na kumuonesha. Yule bwana akakitazama na kutikisa kichwa, akamrudishia. Kamanda Amata akatoa picha nyingine na kumwekea mezani yule bwana. "Utanisamehe, wizara inahitaji kumtambua huyu mtu raia wa Mauritania ambaye ameomba ajira katika ofisi zetu pale. Kabla ya kumpa jibu lake, tunapenda kujiridhisha kuhusu yeye." Amata kamwambia uongo mtupu. Hamadi akachukua ile picha na kuitazama kisha mtazama Amata. "Jina lake?" "Aimal Jonathan." Yule bwana kama ameingiza ile majina kwenye kompyuta yake na kusubiri kidogo. Kama dakika 3 hivi kaanza kuandika tena vitu kadhaa kwenye kompyuta hiyo. Dakika chache zilizofuata akainua simu na kupiga moja kwa moja Mauritania kuuliza taarifa za mtu huyo. Baada ya kuongea na mtu wa upande wa pili takriban dakika 5 hivi, akakata simu na kumgeukia Amata. "Mr. Spark, kuna utata wa mtu unayehitaji taarifa zake. Kwanza tumepata watu wengi sana wenye jina kama hilo huko Mauritius. Wamefikia watu 69. Lakini katika hao wote hakuna anayeonekanika na picha hii." Akaeleza. Amata kaonesha mshtuko bandia. "Inawezekanaje?" Yaani kuna mambo mengi sasa ambayo yanawezekanika amegushi taarifa na sio mtu wa Mauritius. Ndio maana nikawa nimekuja hapa kuhakikisha kwa kuwa haya mambo ya kidiplomasia bwana, tusije tukaingia kwenye matatizo ya kimahusiano baina ya nchi na nchi kwa ajili jasusi la nchi nyingine. Haswa yani hapo sasa ndo panatufanya na sisi pia kumfahamu huyo mtu." Hamadi akamwambia Amata wakiwa bado katika mazungumzo hayo. Ile simu ikaita. "Samahani." Hamad akamtaka radhi Amata na kuinyanyua ile simu. Dakika 2 zilizofuata akaitoa na kumrudia tena Amata. "Unaona bwana." Akatulia kidogo, baadaye nukushika imeingia. Akaichomoa ile karatasi na kumpatia Amata. Akaipokea, akaisoma karatasi ile. Ilimwelezea mtu mwenye picha hiyo kuwa ni Farouk Arifakri, raia wa Djibouti, na istoshe tayari amekwisha kufa miaka 5 iliyopita. "Asante kwa taarifa hii. Naomba nifikishe panapohusika, alafu sisi na nyinyi tutaona nini la kufanya." Amata kumwambia Hamadi, wakaagana na kuachiana kadi kazi zao. Mara baada ya mazungumzo yale, kamanda Amata akashika njia mpaka kwenye gari lake, akaingia na kuketi nyuma ya usukani. Akaitazama ile picha na ile ya kwake zinashabiana kwa 99%. Washenzi wamejificha nyuma ya sura za marehemu, akawaza. Kisha akaziweka kwenye kiti cha kando yake, akawasha gari na kuondoka zake. Ndani ya jiji la Port Louis, Big J alikuwa kimya ndani ya ofisi yake akitafakari hili na lile na kupanga lile na lile na kule. Kazi ile anatakiwa kuifanya sasa ilikuwa ni kupanga safu ambayo itaweza kutekeleza lile waliloadhimia. Hii ni turufu ya mwisho. Akajiwazia wakati mkononi mwake akiwa na picha ya Dana. Mwanamke huyu atakuwa mzuri sana katika serikali yetu ijayo, sasa kwa upande wa usalama. Akazidi kuzama mawazoni. Juu ya meza yake palikuwa pana picha kadhaa za watu mbalimbali. Itakuwa ni serikali ndogo yenye ufanisi wa hali ya juu sana.
na tukifanikiwa nitapigania muungano uvunjike, na hili litakuwa pigo kubwa sana kwa waasisi wa taifa hili huko waliko. Tanganyika lazima irudi. Akatabasamu. Mipango yote ambayo ilikuwa mezani kwake iliratibiwa na genge hilo miaka kadhaa nyuma, na sasa ilikuwa ikifikia hitimisho. Big J aliweka kabrasha lake vizuri na kulitia ndani ya mkoba wake wa safari. Yalikuwa ni maandalizi ya safari ambayo kwayo ingeweza kufanikisha mkakati huo. Huko endako kulikuwa kumeandaliwa mkutano wa kazi, mkutano ambao ungeweza kuwakutanisha wadau wa mkakati huo ambao ulishindikana enzi na enzi, lakini mara hii ulizamiliwa kufikishwa tamati. Nilikuwa namuogopa Chameleone tu, Mungu amlaze mapeponi. Akasema huko akiwa anaendelea kuweka hiki na pale na kiki kule. Ilikuwa imepita mwezi mmoja tangu wakutane mahali hapa na mfadhili wao Kanali Ivan katika jiji hilo, na tangu hapo walikuwa wamekwisha kuwasiliana naye kwa njia ya mtandao tu. Hawakujua ni wapi alipo jamaa huyo. Mpanga mipango asiyeshindwa James Msamagoya akasimama na kuiacha meza yake, akajitazama kwenye kioo kikubwa na kuweka taa yake vizuri. Naam, ilimkaa. Darudi tena Ikulu. Sasa sio kama mwana usalama bali kama waziri kamili mwenye dhamana ya ulinzi wa nchi. Akajisemea na kutabasamu, akachukua mkoba wake na kuiacha ofisi hiyo. Chini ya gorofa lile akaingia kwenye taksi na kupotelea na kukujua yeye. Tukirudi upande wa Chiba alishusha kamera yake kubwa kutoka katika jicho lake. Canon ilikuwa imeshafanya kazi yake. Picha ya Big J ilikuwa tayari ndani ya kifaa hicho. Chiba na Gina walikuwa kwa ndani ya jela Port Louis nchini Mauritania kwa siri. Yote Madam Isa alikuwa ameyapanga ili kufanikisha zoezi zima la kuuzima mpango wa mapinduzi ya damu uliopangwa na genge hilo hatari. Wakaingia garini, Gina nyuma ya usukani, Chiba pembeni. Akatoka katika maegesho yao na kuifuata ile taksi ili kujua ni wapi hasa na kuelekea. Safari hii ikawachukua mpaka nje ya jiji hilo na kujikuta hapo katika bandari ndogo ya Mauri Port. Egesha gari hapo. Kutoka pale wakamwona mtu wao James au Big J akiwa anateremka kwenye ile taksi, na cha kushangaza hakushuka peke yake. Big J alifuatana na mwanamke kando yake. Chiba alinua kamera yake na kuitega. Ajaribu kuipata sura mwanamke lakini ilikuwa ni ngumu sana. Shit, akangaka. Picha zote alizozipata zilikuwa ni za upande wa nyuma tu. Big J na yule mwanamke wakaingia katika moja kati ya jengo liloonekanika kama supermarket katika eneo hilo. Bingo, Chiba kasema. Akafungua drawer gari hilo na kutoa miwani yake maalum iliyotengenezwa na kamera ya kificho ndani yake. Akachukua na kamera yake kubwa. Na kijidaftari kidogo. Mwanahabari wa shirika gani? Gina kauliza. BBC. Chiba akajibu na kufunga mlango wa gari, akaelekea kwenye ile jengo. Akapotelea ndani ya jengo hilo. Chiba alimuona vizuri kabisa Big J na yule mwanamke. Akapata picha kadhaa za sura yule mwanamke lakini hakumjua ni nani. Alikuwa mweusi Mwafrika, hasa kwa kutafsiri sura yake inaonekana kuwa na huzuni muda wote, mawazo au tuseme msongo wa mawazo. Hakuwa anaongea chochote kile muda wote. Wakati Big J anacheza na kipakatilishi chake, yeye alikuwa akinywa sharubati ya nazi. Huyu nani? Chiba kajiuliza kwa sauti ndogo, kisha kama inuka na kutoka eneo lile. Wakati akifanya yote hayo, Big J alikuwa akiendelea kupeluzi kipakatilishi chake, lakini kwa jicho pembe. Alikuwa ameshakumuona Chiba na yote alikuwa anayafanya. Shenzi kabisa. Anafanya ujanja wa kitoto Akasema Big J na kunyanyuka. Chiba alikuwa mali yote akawa anajiweka sawa mbele ya kioo kikubwa kilichobandikwa ukutani. Katika kioo hicho akaona taswira ya Big J ikimjia nyuma yake. Sura yake na tambo lake kubwa vikamfanya apate mshtuko. Akatahayari. Kabla hajajua nini cha kufanya, akajikuta akiwa anapokea kofi la nguvu lilokuwa limetoa kisogoni mwake. Akajitikisa kichwa na kugeuka. Konde jingine likawa limeparaza uso wake, na hii tu ni kwa sababu alikuwa amewahi kulikwepa. Mzee, mbona unapiga watu? Sauti ya mtu mwingine kauliza. Big J hakujali, alimkamata Chiba na kumkunja shati. Nani kakutuma? Akamuuliza Chiba ambaye alikuwa akivuja damu puani. Chiba kujibu. Big J akampekua mfukoni na kutoka na kitambulisho. Douglas Remy, BBC News reporter, Port Louis. Big J akachukua kamera ya Chiba na kuigeuza, akabonya mahala fulani hivi na kuchomoa kadi aliyokuwa ameweka ndani yake. Na hii kadi hutoipata. Chiba akakota vitu vyake pale sakafuni na kuvirudisha mfukoni. Akavaa kamera yake na kujitazama kwenye kioo. Akajisafisha na kujiweka sawa. Aliendea kabati dogo lilokuwa limewekwa alama ya msalaba mwekundu. Akafungua na kuchukua pamba na dawa. Akajiganga, kisha taratibu akametoka katika jengo lile, huku watu wachache waliokuwa wamemshuhudia tukio lile kule chooni wakimpa pole. Alipofika ndani ya ile supermarket, akatupa jicho pale alipoketi Big J na yule mwanamke hawakuepo. Akavuta hatua kutoka nje, moja kwa moja akafikia gari lilokuwa limekuja nalo. Akaingia na kuketi. Vipi? Gina akamuuliza baada ya kumuona
kaibana pua yake. Jamaa kanishtukia akanipa kipigo mpaka basi. Umeshindwa kusimama naye? Hapana, sikutaka kufanya lolote lile. Maana ningelikuza tatizo. Amenikagua na kitambulisho cha BBC kimenilinda. Kamera ipo salama. Ila amechukua kadi ya kumbukumbu. Chiba kajibu, "Oh shit. Kwa hiyo kazi yote bure." Mimi sio mjinga namna hiyo. Kivipi? Kila picha niliyokuwa naipiga ilikuwa inajituma moja kwa moja kwenye ubamba wangu. Hivyo basi picha zote ninazo hapa. Akainua ubamba wake wa Apple na kupunga hewani. Safi sana. Gina akasema, "Ila sasa nitampa tabu sana." Kwa nini? Na program hapa ile kadi akiweka tu kwenye kompyuta, atakapokuwa ameifungua itaungua pamoja na mfumo mzima wa kompyuta yake. Kama hajafanya backup ya taarifa ya mipango yao, basi kila kitu kitakuwa kimekufa. Chiba kaeleza. "Woyo, this is Chiba." Gina akashangilia na kuwasha gari. "Umewaona wakitoka?" Chiba kamuuliza Gina. "Ndio. Wamepanda boti na kutokomea katikati ya bahari." Akamjibu. Siku tatu baadaye jioni ya siku hiyo, Kamanda Mata alikuwa ameegesha gari lake nje ya baa kubwa maeneo ya Changombe. Akateremka na kuliacha hapo gari lake. Mwendo wa miguu kamfikisha mbali kidogo na baa ile, eneo lenye utulivu. Majumba makubwa ya kizamani yalikuwa kimya kabisa. Kila jumba lilikuwa ndani ya uzio wa michongoma mirefu na mageti ya kisasa. Nyumba iliyojengwa kwenye kitalu namba 63 ndio haswa ambao alikuwa akiitafuta. Akasema mbele geti lake kubwa na kubonyeza kengele. Baada ya mibonyezo mitatu hivi, kijimlango kidogo cha geti kile kafunguliwa. Mwanaume mmoja kajitokeza mwenye kifua kipana na mikono iliyokuwa imejaa misuli yenye nguvu. "Habari ya jioni, kusaidia nini?" Yule bwana akasalimia na kuuliza. Amata akatafakari kwa sekunde chache hivi kisha akasema shida yake. "Dana nimemkuta." Alimuuliza. Yule jamaa akamkazia macho Amata. "Hayupo." Akajibu huko akanarudishia mlango kutaka kuondoka. Kabla hajafanya hivyo, mguu wa Amata ulikuwa tayari umezuia mlango ule. "Si nimeshakwambia yupo. Mbona unataka shari?" Yule bwana akauliza. "Shauri unaitaka wewe?" Akamwambia, "Nimekuuliza Dana, unanijibu tena kuondoka. Unajua namuuliza kwa lipi?" Amata akamwambia, "Nyie si ndio wezi wa wake za watu?" Yule bwana akajibu, lakini mara tu alipokuwa amaliza kusema hayo alijikuta akiwa anatazamana na domo la Baretta Pico, bastola ya Kiitaliano. Amata akampa ishara ya kuingia ndani. Yule bwana hakubisha. Mikono yake ikawa juu, akaongoza mpaka sebuleni. Katika sebule hiyo kulikuwa kuna watoto wawili wadogo wakicheza, huku runinga kubwa ikionyesha kipindi cha michezo. Amata kaingiza mkono wenye bastola katika mfuko wa koti. Alipoketi yule bwana na akaketi upande wa pili. "Dana yuko wapi?" Akamtupia swali. "Hayupo." "Kaenda wapi?" "Aminega na kwenda Mafia. Kuna kazi ameenda kuikamilisha huko." Yule bwana akajibu. Amata akatafakari kwa sekunde kadhaa. "Mafia?" Akawaza. "Mafia?" Akamuuliza tena. "Ndio, Mafia." "Kaenda na nani?" "Hakuna mwenzake wa ofisini kwao wamekuja hapa, ndo wametoka pamoja mchana wa leo." Yule bwana akawa amejibu kwa ufasaha. Amata akajikuta yuko kimya kitafakari. "Mafia." Akawaza. "Wewe ni nani?" Amata akamuuliza yule jamaa. "Mimi ni mzazi mwenzie na hao na watu ni watoto wetu." Akajibu na Amata kama watazama wale watoto. "Okay, asante sana, naenda." Akainuka na kuaga. Yule bwana hakuwa hata na haja ya kuuliza swali. Wakaagana. Ndani ya gari Amata kama ametulia zake kimya, akatoa hili kichwani na kuweka lile, akawasha gari na kuliacha eneo lile. Baada ya kutoka Changombe, Amata kama ameegesha gari katika baa ya Rose Garden pembezoni mwa barabara ya Bagamoyo. Akatelemka na kutafuta sehemu nzuri ya kuketi. Tayari giza lilikuwa limekwisha turadadi. Anga lilikuwa jeusi kuashiria kwamba mvua itakayonyesha muda mfupi ujao. Kamanda Mata alikuwa ameketi na kuagiza kinywaji akipendacho Safari Lager. Nusu baadaye Madam Esa kamuungana naye mezani hapo. "Karibu mwenye nyumba." Amata akamkaribisha. "Asante." Madam Esa akamjibu na kujivuta mezani, akamuinamia Amata naye akafanya hivyo hivyo. "Umempata?" Akamuuliza. "Hayupo, ameenda Mafia na rafiki yake." Amata akajibu na kutulia, kisha kila mmoja kaegemea kiti chake. "Mafia?" Akauliza. "Ndio, Mafia." Amata akajibu. "Unajua Dana naye ni mmoja wao na nahisi bado yupo kwenye mkakati." Madam akasema, "Haupo mbali na ninachokifikiria." Amata akajibu, "Vipi na habari za upande wa pili, zina matunda?" Akaongeza swali. "Chiba amekutana uso kwa uso na Big J jioni ya juzi." "We." Kaonja kibano cha mtu mzima. "Lo, ikawaje?" Si unamjua Chiba." Akatulia tu. "Ila ameleta tafitishi zisizokuwa na maana." Madam Esi akachukua bahasha aliyokuwa nayo na kumpatia Mata. Akaichukua na kutoa ndani yake picha kama 11 hivi. Akazitazama kwa makini sana.
akisaidiwa na miwani yake yenye nguvu na kuona uzuri kwenye mwanga hafifu. James Msamagoya Big J akasema, yes, amejificha nyuma ya jina hilo na uso wa marehemu. Madam Esa Kachombeza amata kaendelea kutazama zile picha kwa umakini zaidi, akajikuta akiwa anavutiwa na mwanamke yule. Msikilizaji, kilichoendelea katika sehemu hii hapa inayofuata itakuwa ni sehemu ya 9 ya simulizi yetu Genge. Usikose kuungana nami kujua nini kitaendelea. YouTube channel Simulizi Mix, WhatsApp 0677062012. Hapo unaweza kupata sehemu ya 10 na ya 9 sasa hivi, na unakuwa ni mwisho wa simulizi yetu ya Genge. Usikose kuwa nami katika sehemu inayofuata. Bye bye.